Oh shit. Endo naamka asubuhi. Yaani leo tena nimekojoa. Binti huyu alishtuka kitandani na kutazama sehemu aliyokuwa amelala. Ni maji tu ambayo yalikuwa yamelowanisha godoro. Godoro lilikuwa limeloa chapa chapa. Kitanda kizima kilikuwa kitamaniki. Usingizi ulikata pale pale. Alikuna kichwa chake huku akiwaza ni lini tatizo hili la kuweza kuharibu kujojolea kitandani litaisha? Kwani ni tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua muda mrefu sana tangu akiwa mdogo sana. Na hili tatizo lilimfuata mpaka ukubwani. Msikilizaji, hili swala sio la kufurahi ama kucheka. Kuna watu ili tatizo linawasumbua sana mpaka hii leo wametafuta kila dawa, kila njia, kila namna kuweza kulikabiri, lakini mtu unaota usiku kama vile umeenda kabisa short call chooni. Unajisaidia kabisa, mwisho siku unashtuka huko kitandani. Hii ndio changamoto ambayo ilikuwa kimkuta binti Mwantum. Binti mrembo kweli, mtoto wa Bwana Rajabu. Ni ngumu sana kuamini kama ana changamoto ya kumwaga kojo kitandani kila anapolala. Haijalishi kalala mchana au usiku, yani kitendo cha kupata usingizi tu, yeye huyo anasafiri mbali, anajiona kama yuko Dubai vile. Kumbe uzuri wake ulimfanya atafutwe na wanaume wa kila rangi, wengi sana, lakini wengi aliwakataa, huku sababu kubwa ikiwa ni tatizo lake lile la kuweza kukojoa kitandani. Binti Mwantumu aliogopa sana kuaibika kama watu watajua tatizo lake, na angeolewa na nani ikiwa kama umri wake ulishafika tayari kwa ajili ya kuolewa. Alifuata pasi na kuichomeka kwenye switch ya umeme. Binti Mwantum alipitisha pasi sehemu ambayo ilikuwa imechafuka pale katika godoro. Huu ndio ulikuwa utaratibu wake mara tu baada atakapochafua. Baada kumaliza, aliweza kurudisha pasi mahali pake na kutoka chumbani. Hakutaka kuendelea tena kulala. Alielekea mpaka jikoni kutafuta chochote kitu kwa ajili ya kutuliza njaa aliyokuwa nayo. Purukushanza Mwantumu usiku huo zilimfikia mama yake mzazi, au naweza kumuita Mrs. Rajabu, aliyeamua kunyanyuka kitandani na kumwacha mume wake akiendelea kuuchapa usingizi. Mama Mwantumu alifika jikoni na kumkuta Mwantumu akila. Akamuuliza bintiye kwamba, "Mbona jikoni saa hizi?" "Nasikia njaa tu." "Mama, leo nimenadiliu tena." "Na leo tena mwanangu?" Mwantumu alitikia kwa kichwa kwamba ndiyo. "Hii ni kali tena mwanangu, tena kali kweli. Harama zote zile za dawa jamani. Ina maana ile dawa haijafanya kazi?" "Mama, mpaka nashindwa kuelewa. Au kuna mtu ameniroga nini udongoni? Kila nikijizuia mama nashindwa. Najikuta naota ndoto kama vile naenda chooni kweli mama. Lakini kishtuka mama, nachoka na hii hali mama." "Pole mwanangu, utakuwa sawa Mwantumu." Mama Mwantumu alitaka kujihakikishia mwenyewe kama kweli bintiye ameharibu kitandani kwa mara nyingine tena. Alifika chumbani kwa binti yake na kutazama kiundani kabisa kitandani. Kweli aliweza kujihakikishia mwenyewe kwamba binti yake alikuwa amechafua kitandani. Aliweza kurudi chumbani kwake, na baada ya kufika alianza kumwamsha mume wake. Mume wangu, amka." "Nini tena? Unaniamsha usiku kwa baba? Unasaje?" "Amka. Nina jambo la muhimu nataka kukushirikisha." "Hebu niache kulala, nimechoka kulala kabla." Baba Mwantumu aliendelea kuvuta shuka lake huku akizungumza kwa usingizi sana. "Hebu amka huko baba Mwantumu."
aliamua kumwamsha kwa nguvu na kumharibia usingizi. Okay basi hilo jambo. Mshamsha. Jamani chovu mgongo. Baba Mwantumu alizungumza huku kaikunja sura yake. Alikereka kwa kitendo cha mke wake kumharibia usingizi wake. Jambo lenyewe sio kubwa sana mume wangu. Sasa kama sio kubwa, umeniamsha ili weje? Isiweke sasa Baba Mwantumu. Ni hivi. Mwantumu ameharibu tena kitandani. Yupo jikoni binti yetu. Hataki tena kulala. Utajua mwenyewe na binti yako. Kipindi cha udogo, wakati na mcharaza fimbo, wewe ulikuwa unamtetea. Haya, pambana naye sasa. Baba Mwantumu alivuta shuka kwa mara nyingine tena. Hivi mume wangu una matatizo gani wewe Baba Mwantumu? Hivi huoni kama hili ni tatizo kubwa? Na Mwantumu anatakiwa kusaidiwa jamani, binti yetu wewe Baba Mwantumu. Sikiliza, mimi sitaki kelele. Nitakutimua huko chumbani ukalale huko kwa jikoni. Jamani, lakini niko naongea jambo zuri tu. Mama Mwantumu aliamua kufunga domo lake baada mume wake kuwa mkali kama pilipili. Hakuwa na namna zaidi ya kuvuta shuka na kulala akiungana na mume wake. Tuelekee upande mwingine huku katika familia nyingine kabisa. Kuna kijana alikuwa anazungumza hapa na baba yake. Anazungumza kwamba, baba, hakikisheni kwamba mnawashawishi uzazi wa Mwantumu mpaka wanakubali niweze kumwoa binti yao. Kiukweli mimi nampenda sana. Lakini Ahmed, umeshazungumza na huyu binti mwenyewe Mwantumu? Baba, mimi bado sijaongea naye. Ila Mwantumu hawezi kukataa kuolewa na mimi bwana. Cheki baba, mimi najikubali bwana. Mimi ni handsome boy. Hivi mwanangu, unafikiri hawa wanawake ni wale wa kipindi chetu Ahmed? Yaani hata kuongea na binti bado hujaongea, alafu unataka kumwoa? Wewe umeona wapi? Baba, nyie fanyeni mambo kama nilivyowaambia bwana. Mambo mengine mimi niacheni mimi mwenyewe, nitajua cha kufanya. Baba Ahmed alimsikitikia sana kijana wake na kukubaliana na maneno yake kishingo upande sana, baada ya kuona kwamba amemganda kweli kama kupe. Taarifa zilipelekwa nyumbani kwao kwa kina Mwantumu za Ahmed kuhitaji kumuoa. Baba Mwantumu upande wake liliunga mkono, lakini taarifa zilipomfikia binti mwenyewe Mwantumu alipinga swala la kuolewa na Ahmed, tena mbele ya wazazi wake. Na wazazi wa Ahmed alipinga vikali kwamba siwezi kuolewa na Ahmed. Mimi siko tayari kwa hilo. Utaolewa tu. Mimi ndo nimesema. Tumelewa na wazazi wenzangu. Baba Mwantumu aliwageukia wazazi wa Ahmed na kuendelea kuongea. Hili ni jambo dogo tu. Tutaongea naye binti vizuri na kumuelewesha vizuri. Huyo ni binti yetu. Tunaomba mfikishie taarifa kijana wenu na muweze kumwambia kwamba awe tayari kwa ajili ya hii ndoa. Lakini baba mimi sitaki. Mimi sitaki kuolewa na huyo mtu wewe. Mwantumu. Sikukufanya hivyo binti yangu. Sikukufundisha hivyo wala sikukulea hivyo. Wakubwa wanapoongea, naomba ufunge mdomo wako. Mwantumu aliufunga mdomo wake kwa hasira baada baba yake kumzuia kuchangia chochote kile mbele yao. Mambo yalipelekwa mabavu na wazazi wa Ahmed waliondoka baada ya kuelewana na wazazi wa Mwantumu. Yaani namzungumzia baba Mwantumu pamoja na mama yake, mama Mwantumu. Mwantumu alianza kutupa lawama sana kwa baba yake baada kukubali ombi la Ahmed. Mwantumu alikuwa anamwambia baba yake kwamba mimi siwezi kuolewa na Ahmed baba. Utaolewa tu, utake usitake. Mama, ongea na baba, mueleweshe vizuri. Mimi siwezi kabisa kuolewa na Ahmed. Na sio Ahmed tu, bali mwanaume yote ule sitaolewa naye mpaka tatizo langu niweze kuisha baba. Baba Mwantumu hakutaka kumuelewa Mwantumu zaidi ya kumsisitiza lazima akubali kuolewa na Ahmed. Sijui huyu baba alikuwa anaangalia mahari tu, mahala alikuwa amengangania kweli. Sijui tuna baba hawa
apate vile vyake vya kahawa pale nini, gahawa kidogo nini Lakini upande wa binti Mwantum, binti yao alichukia sana na kutoka nje. Moja kwa moja alielekea mtaa wa pili aliokuwa akiishi Ahmed. Alifika kwenye nyumba husika na kuanza kugonga mlango. Aligonga mlango kwa fujo sana. Gang. Dakika 5 mbele mlango ulifunguliwa na Ahmed mwenyewe. Mke wangu huyo. Nyo. Eti mke wako huyo? Mke wako nani hapa? Mimi na wewe tumeelewana lini kwamba utakuja kunioa Ahmed? Ila nimetoka kuongea na wazazi wangu. Wameniambia kila kitu kwamba kimeenda sawa. Na wazazi wako wameridhia kwamba tuoane. Ahmed, nakuita mara 3. Usinifanye mimi nikakuachia. Yaani tafadhali sana, sipo tayari kuolewa na wewe. Waambie wazazi wako wakome na wasiendelee na mipango ya ndoa hapa. Lakini nini? Nimemaliza. Na mazoea mimi na mtu yote sitaki. Kuanzia leo nikome. Mwantum aliongea na kuondoka akimwacha Ahmed akimtazama. Huyu mbona naringa au kiseni mzuri? Lakini sio mbaya. Nitampata tu. Mimi ndo Ahmed. Kiboko yao. Sukari yao. Ahmed aliweza kurudi ndani baada ya mambo kuvurugika. Yaani mke mwenyewe hataki hata kuolewa. Mke ana kisirani hatari. Mke gani amekuja asubuhi kugonga geti? Kaja kumchambia huko kujuju. Basi Mwantum aliamua kupitia kwa rafiki yake aliyekuwa akiitwa Hawa. Alifika pale na bahati nzuri kwake alimkuta Hawa ndani ya chumba chake alichokuwa amepanga. Jamani shogangu, ungechelewa kidogo tu usingenikuta Mwantum. Acha tu Hawa. Nimevurugwa hapa hatari. Nimevurugwa hapa, naona ubongo wangu wote unachanganyika, medula oblongata na amia mbele. Ahmed yule leo kanikera. Nikimwona naona kama vile nimeona kichefuchefu. Ahmed upi tena? Si ule mtaa pili pale. Kumbe yule mwenye ndevu kama mzambuzi yule. Amani shogangu, hujakosea yule. Hebu kaa kitandani nieleze vizuri shogangu. Nini tena kimetokea? Mwantum alikaa kitandani na kuanza kumsimulia Hawa kile ambacho kimetokea kuanzia A to Z. Makubwa. Tena bora ulivyo mchana ukweli. Yaani shogangu ulivyo mrembo hivyo. Uolewa na Ahmed. Sikushauri hata kidogo. Umefanya jambo la maana sana kabisa kumkataa juu kwa juu. Unajua Hawa kanikera sana yule. Tena kanikera mno. Mwantum aliegemea kitandani na maongezi yalikuwa yanaendelea pale. Usingizi bwana hauna adabu siku zote. Mwantum sakajisahau bwana na kupandisha miguu yake juu ya kitanda na pale akauchapa usingizi vizuri kabisa. Mpaka akajisahau kwamba kuna kurudi nyumbani. Hawa baada kuona mwenzake amelala hakutaka kumsumbua tena. Aliamua kutoka nje na kurudishia mlango vizuri na kumwacha binti Mwantum akiwa kalala kitandani. Masaa 3 yalipita binti Mwantum akiwa bado kalala. Na baada ya muda Hawa aliweza kurudi na kuingia ndani. Alimkuta Mwantum akiwa bado kalala. Mpaka sasa hivi bado kalala tu jamani. We Mwantum. Hawa alimwamsha Mwantum na alishangaa baada ya kulegusa godoro likiwa limeloa chapa. Jamani, usimkojo jamani. Hawa alijaribu kunusa mkono wake na muda huo Mwantum alishtuka kutoka usingizini. Mwantum, una maana umekojoa kitandani? Mwantum mwenyewe alishtuka, alijikagua kuangalia kama kweli ameharibu kitandani. Uhakika aliupata mwenyewe baada ya kujithibitishia kwamba ameharibu kitandani. Haraka alishtuka kitandani na kuanza kubabaika mbele ya Hawa. Sitaki kuamini kabisa Mwantum kama una tabia hii. Imetokea tu bahati mbaya Hawa. Niliota kwamba naenda chooni ndio maana imetokea hivi. Samahani ya rafiki yangu, unapasi. Hawa hakumjibu rafiki yake zaidi ya kukiangalia kitanda chake ambacho kilikuwa tayari kimeharibika. Mwantum baada ya kuona hajibiwi aliamua kujiongeza mwenyewe. Aliangaza huku na kule ndani ya chumba cha Hawa na kuiona pasi bwana umeme. Sasa akaichukua na kutaka kuchomeka kwenye switch. Ila Hawa akamzuia pale. Acha tu.
nitafanya mwenyewe. Mimi ndo nimeharibu. Acha nifanye basi Hawa. Kuwa mwelewa Mwantumu. Hawa aliamua kutumia nguvu na kumnyang'anya pasi Mwantumu. Alifanya kazi mwenyewe na huyu binti Mwantumu kwa aibu aliaga na kuondoka, akimwacha Hawa akiendelea na kazi ya kusafisha godoro lake. Haya, mbona ni maajabu? Binti kama huyu Mwantumu anakojoa kitandani? Siwezi kuamini kabisa jamani. Tena ngoja nimwambie Sara, jamani mpigie simu Sara sasa hivi. Aliweza kurudisha pasi yake mahala pake na kutoka nje. Hawa alifunga mlango vizuri ili vibaka wa mjini wasije kumliza. Badala ya kumpigia simu Sara, aliamua tembee tu na kukata mitaa, kwa kuwa kwa kina Sara hapakuwa mbali. Alifika na kumkuta Sara akisukana na binti mwenzake. Sara, nina ubuyu mpya bado wa moto na una pilipili. Ubuyu gani tena wewe Hawa? Tena ni habari mpya na zipo kwenye maganda yake, yani mpya, yani OG from China. Nipe habari hizo Hawa bwana, acha maneno mengi. Sara, wewe acha tu. Sara aliacha kumsuka binti mwenzie kwa ajili ya kusikiliza ule ubuyu mpya ambao ulikuwa umeletwa na Hawa. Uwezi kuamini Mwantumu na urembo wake wote ule jamani, tena si anajojo kitandani. Umeanza uongo wako. Yani wallahi na hapa naongea ukweli kabisa, kwa macho yangu nimemshuhudia Mwantumu kajojo kitandani kwangu. Yani hapa nawaza usiku na laji jamani, nitalala upande mimi kule ukutani. Halo, mbona makubwa haya? Na kuringa kote kule Mwantumu ana jojo. Habari ndio hiyo shoga yangu. Yani uwezi kuamini anavyojisikiaga, anavyojionaga cheupe, cha nini sijui nini, cha rangi ya maji ya kunde, lakini ana jojo. Msikilizaji, Hawa kuna kingine cha kujadili zaidi ya kumjadili mwenzao binti Mwantumu. Upande wa Mwantumu, baada ya kutoka kule kwa Hawa, Mwantumu alifika kwao na kumkuta Rajabu ambaye ni baba yake akiwa na hasira sana. Alimtazama binti yake na kutamani hata kummeza. Hivi una madudu gani kwenye kichwa chako mpaka uamue kukaa na kukataa kabisa kuolewa na Ahmed? Mwantumu alikaa kimya. Bado alikuwa na mawazo yake kwa kile kilichotokea kwa Hawa. Hivi sinaongea na wewe? Baba, mimi siko sawa kwa sasa. Baba, mimi siko sawa kwa sasa. Unaniambia upuzi gani? Kwa umesahau kama mimi ndio niliyokuleta kwenye hii dunia? Nimetangulia kuliona jua na kuambia kitu cha msingi kwamba ulewa, unakataa. Baadaye tusije kulaumiana hata kidogo. Lakini mama Mwantumu alikuwa upande wa ndani. Alitoka mpaka nje baada ya kusikia marumbano ya mume wake pamoja na binti yake. Baba Mwantumu, haipendezi kuongea na mtoto kwa mtindo huo. Huyo atabaki kuwa ni mtoto wetu. Hebu naomba unipishe naye. Wewe ndio unamjaza ujinga huyu. Ndio unamfanya anakuwa mjinga, ndio anazidi kujojo, na ujojo ameurithi kutoka kwako kwenye ukoo wenu huko. Kwenye ukoo wetu sisi hakuna mambo kabisa ya kujojojojo kitandani. Mpaka umri huu. Binti gani umevunja ungo lakini bado unajojo? Ni upuuzi tu. Baba Mwantumu aliingia ndani kwa hasira. Alichafuka siku hiyo hatari baada Mwantumu kugoma kuolewa na Ahmed. Mama Mwantumu aliamua kumsogelea binti yake. Mzoee baba yako, wala hainumizi kichwa, ila hamna siri tena. Mama, nimeshakoroga mimi. Mwanangu, umeyakoroga tena wapi? Mama, nilijisahau nikalala kwenye chumba cha Hawa. Sasa bahati mbaya mimi mama nikajojo. Tena nimejojo kitandani kwake kwenye godoro lake mwenye binti watu alitandika vizuri. Na wewe ulipata kirere gani cha kwenda kulala kwenye vitanda vya watu wakati unajua una kitanda chako mwenyewe Mwantumu ambacho umekizoea? Mwenye hata sielewi, ila sijui itakuwaje jamani mama. Walibaki kushauriana mama na mtoto, lakini hafla simu ya Mwantumu iliita tena mbele ya mama yake. Aliipokea na kuiweka sikioni. Naongea na Mwantumu Rajabu?
Ndiyo, ni mimi, hujakosea. Okay. Nikupe hongera kufanikiwa kupata kazi ndani ya kampuni yetu. Na unatakiwa ufike kesho saa 2 kamili asubuhi kwa ajili ya maelezo zaidi. Sawa, asante kwa taarifa. Okay. Uwe na siku njema Mwantumu. Nashukuru sana. Mwantumu hakuamini wala kutegemea kama angebahatika kupata kazi kwenye kampuni kubwa ya fashion, kazi aliyoitafuta kwa muda mrefu sana, na hatimaye leo anapata nafasi. Mama Mwantumu alikuwa haelewi sababu ya binti yake kumshukuru Mungu kama kichaa, na hata baba Mwantumu aliyekuwa ndani alitoka baada ya kusikia kelele kutoka kwa binti yao. Asante Mungu, asante. Jamani, kuna shida gani? Nimepata kazi baba. Oh, hapo sawa. Hata habari za kuolewa hutazisikia tena. Ni kazi gani? Ni kwenye ile kampuni ya fashion. Kila mtu alimpongeza Mwantumu na mada za kuolewa zilifika ukomo tangu siku hiyo ambayo alikuwa amepata kazi. Hawa pamoja na shoga yake Sara walisambaza habari kwa wingi sana. Karibu kila mtu mtaani aliyekuwa akimjua Mwantumu vizuri hakuamini kama kweli Mwantumu ni binti ambaye kikojozi. Vijana pia waliokuwa na mpango wa kutupa ndoano kwa binti Mwantumu nao walishangazwa na taarifa zile kwamba zina ukweli gani. Miongoni mwao ni Ahmed aliyekuwa na mpango kumwoa Mwantumu. Baada ya kuzipata zile taarifa alichukua simu yake na kutuma ujumbe huku akitabasamu. Ujumbe aliotuma ulimfikia Mwantumu aliyekuwa kazini, tena zikiwa ni siku za mwanzo tu katika kuanza ile kazi. Ujumbe aliotuma hivi kwamba kumbe mwanamke mwenyewe ni kikojozi. Bora hata sijakuoa, maana ungeniaibisha kweli kweli yani kwa majirani. Sasa utajioa mwenyewe na ukiko wako. Alimaliza kusoma ule ujumbe aliotumiwa na Ahmed. Jumbe zilimfanya aishiwe raha hafla. Kazi akaiona hana mudi nayo tena. Lakini pale pale kuna kijana alifika. Mambo miss? Poa. Jioni ya leo kuna sehemu inatakiwa twende mimi na wewe. Ni mambo ya kikazi tu, wala usiogope na kuwaza sana. Moyo wa Mwantumu ulitulia baada ya kuambiwa ni mambo ya kikazi na kijana huyo anayefanya kazi sehemu moja na yeye. Haina shida, mimi niko tayari. Basi tutashikiana baadaye. Poa. Kijana aliondoka, lakini kila muda alikuwa akigeuka na kumtazama binti Mwantumu. Mambo gani ya kuparamiana ya Lucas? Oh, Angel, samani sikukuona. Hukuniona wapi? Wakati macho yako yote yalikuwa kwa yule binti nyuma kule kwa Mwantumu. Kaanza kazi juzi tu, ila nyie wanaume hapa ofisini jamani mkishao na mtu mgeni. Mnamshobokea, mnamtolea mimacho kama nini? Yaani kama vile wengine hatuna. Huo ni wivu bwana Angel. Mimi nilikuwa naangalia nyuma tu kule, lakini bahati mbaya nikakuparamia bwana. Wivu wapi bwana, tuambizane ukweli tu. Acheni shobo, mtakufa kwa magonjwa nyie. Hivi wewe ukijiangalia vizuri, unalingana uzuri na Mwantumu? Ana nini yule ambacho mimi sina? Luka, ana nini ambacho mimi sina? Lucas alimtazama Angel na kuondoka pasi kumjibu. Mimi naume mengine bana, kuharibiana tu siku. Mwantumu ana uzuri gani kunazidi mimi? Chef kama jedaga. Shepu ipo, sura ipo, wanaume kibao na jigonga kwangu wakitaka kunioa. Halafu anilinganisha na Mwantumu. Hivi Luka ananionaje ofisini? Kanzoea sana Thubutu. Angel alijimwagia sifa mwenyewe bila kujali ama bila Lucas kuwepo aliyekuwa ameshaondoka tayari. Tayari tunapata kufahamu kabisa kwamba huyu kijana ambaye amezungumza na Mwantumu anaitwa Lucas. Kweli mida jioni baada ya kazi, Lucas pamoja na Mwantumu waliongozana pamoja. Kazi haikuwa nzito sana. Mwantumu pamoja na Lucas walifanya ukaguzi wao wa mavazi waliokuwa kiyahitaji yapitishwe ndani ya kampuni yao. Mwantumu alikuwa makini zaidi mpaka Lucas alishangaa. Kumbe uko makini hivi? Nilijua una uzuri tu wa sura, lakini kumbe hata kwenye kazi uko very very careful. Sijui ndani ya moyo wako utakuwa na uzuri kiasi gani. Umeanza utani kazini. Ndani wapi huko Lucas?
Ni katika bahari. Mwantumu alijikuta akishikwa na aibu mbele ya Lucas. Alichokifanya ni kubadilisha mada tu. Hatimaye walimaliza kazi na kuondoka pamoja. Lucas alitaka kumsindikiza Mwantumu, ila binti aligoma kabisa, hakutaka mazoea ya karibu na Lucas. Lakini upande wa pili huku Angel unajua alishtuka usingizini baada ya kumuona Mwantumu akiwa amekaa kwenye kiti usiku wa manane. Akamwambia kwamba mbona hutaki kulala? Au unataka kuniroga? Sina usingizi, wewe lala tu. Wewe usiniletee utani Mwantumu. Yaani tangu jana kuchora tu utaki hata kulala tangu ufike hapa kwenye kampuni. Mimi na ukumuta tu usingizi unakaa kwenye kiti muda mrefu. Unasubiri nini usiku wewe? Na mchana kuto tunafanya kazi. Usinilazimishe bwana, nitalala kwa muda wangu. Angel alimtazama binti Mwantumu kwa kumdadisi kidogo. Ni siku ya pili imepita tangu waweke kambi kwa ajili ya semina za mambo ya fashion pasi Mwantumu kulala. Lakini hata kitanda alikuwa hagusi kabisa, hataki hata kulala. Upande wa Mwantumu alikuwa anajua mwenyewe kwamba akilala tu dakika 5 tu kashaota. Maana alikuwa ni binti Jojo. Angel baada ya kuona Mwantumu kagoma kulala, aliamua kushuka kitandani na kumfuata. Leo utalala tu, utake usitake utalala tu. Jana nilivumilia kukuacha ulale pale kwenye kiti. Sasa nahisi hiki kitandani, yani kitanda hiki Nesu umekimwagia dawa. Ndio maana hutaki kulala wewe. Unaniacha mimi nilale tu. Sasa leo sikubali, lazima upande kitandani iwe isiwe. Hebu acha mkono wangu bwana. Hivi una kichaa nini wewe? Angel aliendelea kumkokota Mwantumu, lakini hata yani hata uelekeo ama dalili ya kukubali kwamba Mwantumu angekubali kulala kitandani, bali yeye hakutaka kukubali kupanda kitandani. Alikataa katukatu. Alichoamua kukifanya ni kusukuma mkono wa Angel na kutoka nje kabisa kwa hasira. Na ulale huko mchawi wewe. Angel alifunga mlango pale. Alifunga mlango wa chumbani kwa hasira baada ya Mwantumu kuondoka. Hakujua kama mwenzake anakwepa kuachia Jojo kitandani, na ndio maana hataki kulala. Mawazo ya Angel, yeye alihisi labda ni kurogwa tu na Mwantumu, ama Mwantumu alikuwa ni binti wa aina fulani tofauti. Lakini kwa Mwantumu alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Mwantumu alifika mpaka nje na giza liliweza kumogopesha mno. Alisogea mpaka kwenye chumba alichokuwa amelala wafanyakazi wenzao wa kike. Mwantumu aliamua kugonga mlango. Baada ya muda kidogo ule mlango ulifunguliwa. Vipi Mwantumu, kuna tatizo? Hamna, ila nataka kulala humo chumbani kwenu. Sisi tupo watatu, ila karibu. Mwantumu aliingia ndani na mlango ulifungwa. Binti kwa akili zake alijua Mwantumu anataka kulala kitandani, lakini ajabu aliweza kumshuhudia Mwantumu akienda kulala ama kukaa kwenye meza iliyokuwa ndani ya chumba hicho. Mwantumu, unakaa kwenye meza? Njoo tulale. Uendelea tu kulala hapa na utafuta usingizi, nikiupata tu nitakuja kitandani. Sawa. Binti hakutaka kumlazimisha Mwantumu zaidi ya kuvuta shuka na kulala. Mwantumu aliegemea kwenye meza akijifanya na utafuta usingizi, lakini kumbe alikuwa anakwepa kulala kitandani. Hakutaka kabisa kuaibika mbele ya wafanyakazi wenzake. Tena wengine ni mabinti wadogo ambao alikuwa na wazidi hata kiumri. Sura yake ingeficha wapi Mwantumu kama Mwantumu kwamba anaachia Jojo kitandani? Aliendelea kujiegesha kwenye meza, na kutokana na kutokulala kwa muda mrefu siku 2 mfululizo, usingizi uliweza kumchukua Mwantumu. Alikuja kushituka saa 12 alfajiri baada ya kujigeuza na kuhisi maumivu makali huku mbavu zote zikimuuma. Cha kwanza alichokifanya Mwantumu ni kujikagua tu ili kuangalia kama kweli ameshaharibu tayari au bado. Yala! Macho alimtoka Mwantumu baada ya kugundua kwamba alishakojoa. Alichoka mwili na roho baada ya kuona pia upande wa chini kuna mikojo, kuna maji. Haraka alishuka kwenye ile meza na kuvua kibode chake, akibaki kwenye
Yaani amebaki tu na nguo ile ya ndani. Shida na madhumuni yake ni kuweza kuvuta yale maji ama ule mkojo chini kabla watu hawajaamka na kushangaa ile hali. Basi purukushani zake zilimfanya binti mmoja aliyekuwa amelala mle chumbani ashtuke. Kuna tatizo gani dada? Mwantumu alishtuka baada ya kuulizwa. Umesema? Na kuuliza kuna shida gani? Mbona unadeki saa hizi? Hamna kitu. Nilimwaga tu maji chini bahati mbaya, nimeona niyafute saa hivi. Aya dada, ila ungeacha tu mimi ningeyafuta asubuhi. Usijali, uendelea kulala. Mwantumu alijitetea, alideki na baada kumaliza hakutaka tena kuendelea kukaa pale ndani ya chumba hicho zaidi ya kusepa nje huko. Alitaka kutembea kwenda kwenye chumba alichomwacha Angel usiku uliopita, ila alikumbuka kwamba yupo na ile sidiria kifuani mwake. Angelifanya nini huyu binti Mwantumu? Akazungumza kwa nafsi yake kwamba sasa amekuwa mateso kwangu. Mwantumu aliongea na haraka akavaa kibode chake alichotoka kukifutia kojo lake mule ndani muda mchache uliopita. Alitembea mbio mbio baada ya kufika kwenye mlango husika aliugonga kwa nguvu. Angel alishtuka na kunyenyuka kitandani. Nani ananipigia kelele huyu? Alilalama huku akielekea mlangoni. Jinsi alivyokuwa mkorofi Angel hakuendana kabisa na jina halisi la malaika, yani Angel, kama ilivyozoeleka. Huyu alikuwa ni Angel kivuruge, yani tena kivuruge kulikweli. Alifungua mlango na kukutana na sura Mwantumu akiwa kasimama mlangoni. Kumbe Mwanga, umekuja uniroge tena humu chumbani? Binti Mwantumu aliamua kupita kiubavu-bavu pale pale mlangoni ambapo alisimama yule binti Angel kivuruge. Lakini kwa upande mwingine aliingia ndani huku kibodi chake kilichokuwa kimeloa mikojo kikimgusa Angel pale. Ni katika namna ambayo walipishana mlangoni. Hilo lingo lako mbona limeloa? Mwantumu alipiga buyu na kuvua kile kibodi chake. Angel alimkata jicho sana baada ya kuona Mwantumu akiendelea na mambo yake. Aliona kama dharau hivi kumwongelesha mtu ambaye hamjibu chochote. Yaani kapiga kimya tu. Mpaka muda kukaa kambini unaisha, hakuna mtu aliyeishi maisha magumu kama Mwantumu ya kutokutaka kulala hovyo ili kuikwepa aibu. Aliweza kurudi nyumbani akiwa hoi sana, tena akiwa na usingizi wa hatari. Alijitupia kitandani na kuanza kutafuta usingizi. Lakini muda huo aliingia mama yake chumbani. Mwantumu, ape mama, amka. Kuna kitu nataka tuongee vizuri. Mwantumu alikereka ila aliamua kunyanyuka hivyo tu na kukaa kitandani. Kuna mtaalamu nimempata, ameahidi kukusaidia tatizo lako. Lazima mwanangu utakuwa sawa tu. Toa shaka katika hili. Mama, huyo ni tapeli tu kama matapeli wengine. Sidhani kama atanisaidia mama. Mwantumu aliongea na kulala tena. Mwanangu, hebu amka basi, acha kukata tamaa mapema. Hivi unapenda kuishi katika hiyo hali kwa muda mrefu? Kila siku lazima ujojo kitandani. Mwantumu baada ya kukumbushwa tatizo ambalo linalomsumbua kwa muda mrefu, tatizo ambalo linamfedhehesha, aliamua kumsikiliza tena mama yake kwa mara nyingine tena. Sasa nisikilize kwa makini binti yangu. Kesho asubuhi na mapema inatakiwa twende kwa huyo mtaalamu akakueleze mwenyewe kitu gani ambacho kinakusumbua. Mama, kesho siku ya kazi, naomba tufanye Jumamosi. Basi sawa, ila naamini tatizo litaisha kabisa. Na utonaniliu tena kitandani, utokojoa tena. Sawa mama, tutaona. Mama mtu aliondoka na kumwacha Mwantumu kitandani. Akiwa kitandani, kitanda kilichokuwa na ramani za kutosha, akiutafuta usingizi. Kwani alikawia Mwantumu? Yaani baada mama yake kuondoka tu haikuchukua muda mrefu tu kausingizi kale kazuri. Mwantumu bana akafanya mambo yake pale. Baada ya kujigeuza na kugundua kwamba tayari ameshakojoa tayari, akashtuka pale. Na licha ya kuwa kwamba alikuwa bado katika na usingizi,
ila kwa hasira alishtuka kitandani na kulitoa godoro lake kwenye kitanda. Alianza kulikokota kwa ajili ya kulipeleka nje huko ili likapigwe tena kajua. Njiani alikutana mama yake aliyekuwa kwenye perika za kupika mchana huo. Mara hii tayari mwanangu? Ndio hivyo mama, nisaidie kulipeleka nje basi. Leo lipeleke mwenyewe. Mwisho majirani wahisi kuwa mimi ndio nanani leo. Kumbe wewe. Litoa haraka godoro lako. Mwantumu alifanya kama alivyoambiwa kwa kulitoa godoro lake mpaka nje. Ile anafika nje tu, Hawa naye alifika na kumshuhudia kwa macho yake Mwantumu akitoa godoro. Mwantumu wapi tena na ile godoro? Mwantumu alishtuka maana alikuwa bado hajamuona shoga yake kwa muda mrefu. Kuna mtoto ndugu yetu kaachia Jojo hapa na aliweka juani kidogo lipigwa na jua. Mtoto ndugu yenu? Vipi lakini hawa za siku? Naona leo umenikumbuka. Mwantumu alibadilisha upepo wa maongezi pale. Taachaje kukumbuka shoga yangu? Nimeona ije kukuona tu maana tuna muda mrefu sana tujaonana. Macho ya Hawa yalikuwa kwenye nguo ya Mwantumu. Alimkagua kama roboti chap kwa haraka pasi Mwantumu mwenyewe kugundua kwamba macho ya Hawa yalikuwa katika mwili wake. Bahati Mwantumu nguo yake haikuonesha alama yote ya mkojo. Hawa alianza kuchekesha pale na kuzungumza. Mwantumu, hivi nani alikupa connection ya kazi besti? Connection wapi? Bahati tu iliniangukia Hawa. Niulizie basi na mimi au niuzie hiyo bahati yako jamani. Waleo nipate kazi. Nimechoka jamani mimi na kazi ya ususi. Bana. Tangu lini bwana bahati ikauzwa? Jaribu kutafuta kila kona bila kuchoka. Nina imani kabisa kwamba utapata. Unajua Mwantumu, mimi nimetafuta kazi lakini wapi? Au mwenzangu kuna jibaba linakusaidia nini? Hakuna cha jibaba hapa wala nini. Muda tu wa kuendelea kutafuta. Na muda wa Mungu ukifika, kazi itakufuata popote pale ulipo. Hata ukiwa nyumbani utaweza kupigiwa simu. Alikuwa haamini maneno Mwantumu kabisa. Yeye aliamini kwenye maisha sasa alivyo, ili mtu apate kazi ama upate kazi, basi lazima rushwa itumike. Kama ambavyo imekuwa ikitumika kwa mabinti wengi. Rushwa kimwili, hongo kwa wanaume na connection ya juu. Hakuamini kwenye bahati, hakuamini kumtumainia Mungu ama kuamini wakati wa Mungu. Ndio maana hakutaka kuyaamini maneno Mwantumu. Akijumlisha na uzuri wa Mwantumu ndio kabisa ulimfanya aamini kwamba labda Mwantumu alikuwa na namna nyingine ya kuweza kupata hiyo kazi. Ikiwa ni siku nyingine tena Mwantumu akiwa kazini, Angel alisambaza taarifa na zilimfikia mpaka Mwantumu mwenyewe. Mwantumu, umezipata taarifa za uzushi ambazo anasambaza Angel? Nimezipata. Ila Angel ananitafuta sana. Na sio muda atanipata. Kiukweli hata mimi siamini kama wewe ni mshirikina na ulikuwa hulale usiku tulipokuwa kambi. Uzuri wote huu unaanzaje kushika matunguri Mwantumu? Unaanzaje kupaa juu kwenda kuanga? Muda sio mrefu atazipata habari zake. Sitavumilia tena kuona Angel akinichafua kwa namna hii. Kabisa. Nipo nyuma yako. Nipo nyuma yako Mwantumu. Fanya kitu. Hata mawe nitashika. Yaani hata mawe nitakushikia mimi ili tu mdunde Angel vizuri. Wakati Mwantumu anaongea na binti aliyekuwa akiitwa Lucy, Lucas hakuwa mbali na maeneo hayo. Maneno yote aliyadaka na kuondoka. Safari yake ilimfikisha moja kwa moja mpaka alipokuwa Angel. Pasi kuongea alimshika mkono na kuanza kumvuta akimpeleka nje. Unanipeleka wapi Lucas? Wewe twende. Mara hafla walifikishana mpaka nje na ndipo Lucas alipouachia mkono wa Angel na kuongea kwa hasira. Kwa nini unamchafua mfanyakazi mwenzako kwa kumzushia kwamba yeye ni mchawi? Yaani nikajua na jambo la maana la kuniambia. Kumbe unaniuliza masuala ya kibwege kama hayo ya kichawi juu ya yule mchawi. Hivi Angel, utabadilika lini Angel? Kesho kutwa. Unajua Lucas alitamani hata kumkamua kofi moja Angel pale kwa majibu yake.
Anamuuliza utabadilika lini? Anasema kesho kutwa. Angel aligeuka na kutaka kuondoka, lakini Lucas aliweza kumrudisha. Akamwambia kwamba nisikilize Angel. Tena nisikilize kwa makini. Kuanzia leo nisikuone unamuongelea vibaya Mwantumu. La sivyo kazi utaiona chungu na hutadumu hapa kazini. I'm telling you. Nitahakikisha unatimuliwa na kiburi chako hicho kiburi chako hicho. Naona umeamua kumtetea Mwanga mwenzako. Mimi ndiye nilikuwa nalala naye chumba kimoja. Tulipokuwa kambini. Mtu hakuwahi kulala kitandani. Zaidi ya kukaa kwenye kiti tu muda wote anasinzia hapo hapo. Wewe utajisikiaje hata kama ni wewe ndo roommate wako? Kama sio uchawi ni nini hicho? Hebu sogea huko bwana, nipishe mimi. Angel alimpushi Lucas na kuondoka. Unajua demu huyu hakutakiwa kuita kabisa Angel. Jina zuri, jina malaika, alafu jitu la tabia mbaya. Yaani ilibidi eti hata chizi. Tena chizi meokota makopo kabisa. Au hata jina la Mwajuma cha usiku. Ngoja nikamuulize Mwantumu kama kweli hakuwahi kulala kitandani tangu uende kule kambini. Lucas alienda moja kwa moja alipokuwa Mwantumu na kuweza kumuuliza kama kweli alikuwa halali kitandani, lakini Mwantumu aliweza kuruka mita 100. Alikiuka zile kauli za Lucas kusema kwamba kwa nini alikuwa halali kitandani. Karuka mita 100 mbali kabisa. Angel muongo, tena muongo sana. Kweli yani. Mimi nisilale kitandani. Ndio hapo sasa. Ila huyu binti tumeshaanza kumchoka hapa kazini. Na muda sio mrefu atafukuzwa. Ni kweli Mwantumu hakuwahi kulala kitandani, ila hakutaka maswali yawe mengi sana mbele ya Lucas. Kwani lazima angekutana na swali tu, kwa nini alikuwa halali kitandani. Angeanzia wapi kumwambia kwamba yeye akilala anakojoa? Kwamba yeye ni binti kikojozi? Alafu kuna kitu cha muhimu sana nataka nikuambie Mwantumu. Kipi hicho? Samani lakini Jumamosi nataka nikutoe out. Achana mambo ya Angel. Unajua atakuvuruga. Ndio maana nataka niandae hii siku ile kwamba kufuta ubongo wako juu ya haya mambo ambayo unasikia kwa Angel. Mimi na out wapi na wapi Lucas? Nataka nikutoe tu siku hiyo. Na kiukweli hatutachelewa kurudi nyumbani. Sawa, utanitoa ila sio yale ya mambo yenu ya kwanza kukuonyeshana sijui konyagi, sijui balimi. Hapo bwana, hapo is not reachable. Yaani hapo kwa hapana kwa kweli. Yes. Hayo ndio mambo sasa. Usiwaze kwa hilo Mwantumu, Tukiachana na haya mazungumzo kati ya Lucas na Mwantumu, tuelekee sehemu nyingine. Kuna mazungumzo kati ya watu hawa wawili ambao walikuwa nazungumza. Nasri, unanitumia hiyo pesa lini au tumi? Lakini sijana tu nimetoka kutumia pesa Jacqueline. Na kuuliza kwa mara ya mwisho, unatuma hiyo pesa au tumi? Okay basi, nipe dakika 2 na kutumia hapa chap. Ole wako situme. Jacqueline alikata simu. Halo, nipeleke basi kwa mganga wako na mimi shoga yangu Jacqueline, ili wakwangu naye nimuendeshe kama wakwako, kama gari bovu. Yaani shoga yangu wewe acha tu. Nasri amekaa hapa, yaani akijaribu kupandisha sauti yake tu juu. Yaani hakuna cha nywinywi wala nywinywi. Na tuliza tunajishusha mwenyewe. Mimi ndio Jacqueline. Hata mimi naona shoga yangu. Mara kuna ujumbe kidogo uliingia. Akasema Jacqueline kwa rafiki yake yule kwamba subiri kwanza, kuna ujumbe umeingia hapa. Jacqueline alishika simu yake na kusoma ujumbe ambao umeingia pale. Ulikuwa ujumbe wa muamala, na muda huo Nasri alipiga simu. Ngoja niongee na uchizi. Jacqueline alimnyamazisha binti aliyekuwa kiitwa Zuhura na kupokea ile simu. Umeona pesa kipenzi changu? Nimeiona. Kwa nataka nikaitoa hii pesa na miguu yako? Jamani Jackie, mbona pesa ndefu nilokutumia sasa kuna haja gani ya kukutumia na ya kuto simu ikakatwa. Jacqueline amethubutu kuikata ile simu ya yule kijana. Akawa anazungumza pale kwamba mimi naume mengine pana. Yaani kujieleza haiwezi. Zuhura, jiandae twende kwa mambo yetu.
twende kwenye mambo yetu baba, tutaenda kula kile ambacho tunakitaka. Watu wewe, mimi tena ngoja nikajiandae shogangu haraka haraka. Zuhura naye hakutaka kuchezea fursa. Alikimbilia ndani kwa ajili ya kwenda kujiandaa vizuri. Lakini upande wa huyu kijana Nasri aliyetoka kumtumia pesa mpenzi wake Jacqueline, alijiona ni bonge moja rafara. Yaani hakuwa na sauti mbele huyu binti Jacqueline, na hakujua alipewa nini mpaka kuwa zoba kiasi kile. Anafanya kweli yale matendo ya kutekeleza kile ambacho Jacqueline alikuwa anakihitaji, lakini baada hapo anajilaumu hatari. Anajiona ni mjinga. Jacqueline alijua kuzitafuna pesa zake kweli kweli, na kila alipokuwa akijaribu kumwacha alikuwa hawezi. Sijui alikuwa anapewa nini. Jacqueline na shoga yake Zuhura bwana walipelekana mpaka kwenye viwanja vya starehe huko. Agiza unachotaka, chizi wangu atatuma tu pesa. Najua pesa zipo pale. Yule ndo Nasri na simi pesa. Mimi tena Jackie sina utani kwenye kula. Harama zilianza kutembea pale. Meza ilichafuliwa hatari na vyakula vya kila aina, vinywaji kama vote. Oya, unawacheki ule madimu? Na waona kwani vipi? Na wazamia chapo. Naona wako peke yao. Okay poa. Mimi ngoja nisikilizie hapa. Okay. Basi mida. Kijana mmoja ambaye ni shombe alinyanyuka na kusogea kwenye meza waliokuwa wamekaa Jacqueline na Zuhura. Warembo mambo? Poa. Jacqueline aliitikia, lakini Zuhura alimkata jicho na kudai kidogo kama vile ni mzuri sana. Naitwa Peter. Ningependa kujumuika na ninyi leo kama hamtojali. Sawa, ila utalipia wewe. Zuhura aliweza kuropoka pale. Achana naye huyu bwana. Karibu na kaa hapa kwenye hicho kiti. Peter alivuta kiti na kukaa. Mate alimtoka baada kuona kuku akiwa mezani. Nawa, mbona unaona aibu wakati wewe ni mtoto wa kiume? Nipo sawa kabisa. Ila ngoja nionje kidogo. Sio uonje, sema ule wewe. Kaka vipi wewe? Kuharibiana tu siku. Zuhura aliweza kuropoka kwa mara nyingine tena, lakini Jacqueline alimwambia kwamba Zuhura, tulia basi wewe. Wanaume wengine wanakela bwana Jackie. Kama huo ndo nini sasa? Yaani kaishia kujipodoa tu kama mwanaume. Mwanaume unapendeza bwana kama mwanamke. Utanikera saa Zuhura. Badala yeye kuondoka utaondoka wewe. Sawa bwana, ngoja nifunge domo langu. Si chizi upo, atatuma pesa tena. Zuhura aliamua kumvuta kuku kabla ya Peter ambaye alikuwa amejiandaa kupeleka mikono yake na kuanza kula. Peter alimkata jicho Zuhura na kutamani hata kummeza, lakini Jacqueline aliona kile kitendo ambacho kimefanywa na Zuhura. Akamwambia Peter kwamba agiza kuku mwingine, talipia. Moyo wa Peter ulitulia. Kuku mwingine aliletwa na Peter alianza kumfakamia hatari. Jacqueline alikuwa haumii kwa matumizi ya pesa ya hovyo aliyokuwa akiyafanya. Mahusiano yake na Nasri yalimpa kiburi, na alichomfanyia alikijua mwenyewe kwamba mpaka kufikia hatua hii ya kumuendesha kama gari bovu. Nionake nyie. Basi upande mwingine huku kuna mazungumzo pia yalikuwa yanaendelea. Muda ndo huu Mwantumu, tuondoke. Ni mazungumzo kati ya mama mtu pamoja na mtoto mtu. Hapa namzungumzia mama Mwantumu pamoja na Mwantumu mwenyewe. Aya mama, mnaenda wapi? Sauti ya baba Mwantumu ilisikika. Wote walibaki wakitazamana tu pasi majibu yoyote. Na wauliza mnaenda wapi? Nampeleka Mwantumu kwa mtaalamu akatibiwe ili aache kujisaidia kitandani. Baba Mwantumu aliwatazama na kutikisa kichwa chake tu. Akasema kwamba haya, nendeni. Kabla kuingia ndani alikumbuka kitu na kugeuka. Mwantumu, abe baba. Hivi umeshapokea mshahara unikopeshe kiasi kidogo cha pesa? Bado baba, sijapokea. Haya, nendeni. Aligeuka na kuingia ndani. Babako ameshaanza tayari.
kufuatilia tu mshahara wako. Yaani anahesabu tarehe tu. Kuwa makini, la sivyo hutafanya kitu chochote cha maana. Shauri yako. Aya mama, nimekuelewa. Aya, tupitie nje ya mwanangu. Kwani mama, ni mbali sana kwa hiyo mganga au? Wala si mbali, ni mtaa wa pili tu hapo. Basi mama, tuchukue pikipiki. Sawa. Walisimamisha pikipiki na kupanda. Kweli hakukawia kufika kwa witch doctor. Waliteremka kwenye pikipiki na mama Mwantumu alikuwa mwongoza njia hatari, akifuatiwa na bintie Mwantumu mwenyewe. Mganga aliwapokea vizuri na kuwakaribisha kwenye kiduku chake. Karibuni. Hapa ndipo kwa mganga halisi. Naweza kubadili mbaramuzika wajua. Kama tulivyoongea mganga siku kadhaa zilizopita, huyu ndo mtoto wangu. Sawa sawa. Mganga alimtazama Mwantumu. Binti. Abe mganga. Tatizo lako la kukojoa kitandani leo ni ukomo wake. Hutakojoa tena. Kweli mganga? Mimi ndo Gwanjikile. Matibabu yote natipika hapa. Yule ambaye amepoteza mume aje. Yule ambaye anataka utajiri, anataka kazi aje. Siku moja tutapigiwa simu. Mwantumu alinyanyuka kama alivyoombewa na mganga. Sogea karibu yangu. Alifanya kama alivyoombewa na mganga. Kwa mara nyingine tena, kwa maelekezo ambayo alikuwa anatoa yule mganga. Mganga alichukua kibuyu chake na kukipeleka mpaka sehemu za mwili za Mwantumu. Msikilizaji, natumia haya maneno ili unielewe vizuri. Labda kutokana na sera za YouTube ama sera za upakiaji wa maudhui yetu haya, sitoweza kutaja maeneo yote ambayo mganga alikuwa akifanya, ila kumbuka kwamba, ama nakwambia hivi kwamba, alichukua kibuyu chake yule mganga na kukipeleka sehemu za mwili za Mwantumu. Kule kabisa kwenye epo. Mwantumu alianza kushtuka. Usiogope binti. Mababu lazima usikilize kile kinachokusumbua. We babu. Mwantumu aliguna huku mikono yake ikificha sehemu zake za mwili. Mwantumu, hebu toa mkono wako, mganga afanye kazi yake. Mwantumu alikubali kuishusha mikono yake na kutoa nafasi kwa mganga kuweza kufanya kazi. Mganga alipeleka kibuyu chake mpaka sehemu huko kabisa kunako huko Kariakoo. Mwantumu akawa kasimama vile pasi hata kutoa nguo zake. Alikigandisha kile kwa sekunde kadhaa, wakati huo mwili wa Mwantumu ukisisimka akitamani hata mganga amalize haraka ili aweze kutoa hicho kibuyu chake. Hatimaye mganga alimaliza na kukitoa hicho kibuyu chake na kukiweka kwenye sikio lake la kushoto, kana kwamba alikuwa anasikiliza kama vile radio call. Na usikia wakuu. 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 Ndio wakuu. Mganga ile ongea yake tu ilimfanya Mwantumu arudi nyuma kidogo. Binti, mizimu yangu imesema tatizo lako ni kubwa. Tena sio kidogo. Nakuomba mganga, msaidie binti yangu. Mama Mwantumu aliongea na mganga alimwangalia Mwantumu. Umewahi kuwa na mwanamume hata siku moja hiyo? Mwantumu alishtuka na kuuliza swali nyeti tena mbele ya mama yake. Mwantumu, mjibu basi mganga, usiogope. Bado sijawahi. Dawa ipo. Ila masharti yake utaweza binti? Ataweza tu mganga, maana nataka kupona. Apone tu binti yangu, hii hali inamtesa. Mama Mwantumu aliamua kumjibia binti yake. Mtalipia harama ndogo tu. Ila binti upo tayari kushiriki kula chakula kizuri kabisa cha peponi? Mwantumu alishtushwa na maneno ya mganga, na alipomtazama vizuri aligundua kwamba tayari mganga alikuwa kahama kimawazo. Yaani mganga alikuwa anamtaka yule binti tena. Mama, hamna mganga. Hamna mganga hapa. Utanikuta nje mama. Mwantumu alitoka nje kwa kurupu huko akimwambia mama kwamba hamna mganga pale. We Mwantumu. Mwantumu hakutaka kabisa kusimama. Binti yako ni jeuri sana. Acha endelee kutia aibu. Leo kitandani atafanya maajabu mpaka siku atakapoolewa. Mpaka mkome. Ngoja nikaongee naye basi, mganga ataelewa tu. Mama Mwantumu alitoka nje ya kiduku cha mganga na kumkuta Mwantumu kasimama nje kabisa, tena akiwa na hasira.
Hivi mwanangu, nataka kupona kweli wewe? Hata kama mama. Mganga gani eti mpaka nilenee chakula cha usiku? Ndio nipone na bado pesa tutoe? Utanikuta nyumbani mama. Mwantumu alishika njia na kuongoza kuelekea nyumbani. Aliweza kuondoka. Yaani hakutaka hata kuongozana na mama yake tena. Jamani, huyu mtoto mbona vitu vya kawaida hivi jamani? Mama Ntumu aliongea kwa makasiriko na kuondoka yeye. Hakutaka tena kurudi kule kwenye kiduku cha mganga. Lakini mtu wa kwanza kufika nyumbani alikuwa ni Mwantumu na baba yake. Baada ya kumuona Mwantumu tu alimuuliza, "Huyo mganga wenu amewapa dawa?" "Hapana baba, ni tapeli tu, hana dawa yote." "Kwa hiyo mwanangu, mshahara unapokea lini?" Baba Mwantumu aliachana na mambo ya dawa na kumuuliza binti yake kuhusu mshahara. Baba usi. Baba, mimi nahisi wiki ijayo. Haya. Basi swala langu usisahau Mwantumu. Sawa mwanangu? Haina shida baba. Ngoja niende kwa wenzangu pale. Kijiweni nikakutafutie dawa. Achana mama yako huyo. Mama yako anakuhangaisha sana kukutafutia waganga ili akupoteze tu. Anakupotezea muda huyo. Baba Mwantumu alitupa dongo kwa mkewe na kuondoka. Yaani kana kwamba alikuwa anajichukulia pointi 3 pale kumjuba kwa mwanae ili tu kamshahara kakitoka mtoto amjali. Mwantumu alitaka kuingia ndani lakini pale alipigiwa simu na Lucas. Niambie Lucas. Jiandae mida hivi nitakuja kukuchukua nikutoa out. Nilisahau kabisa kama leo ni Jumamosi eti Lucas. Ndio maana nimeamua nikukumbushe mapema. Timiza ahadi yako Mwantumu tafadhali. Basi sawa, nitajitahidi. Ngoja nijiandae. Lucas akaikata ile simu na Mwantumu aliingia ndani kujiandaa. Lucas siku hiyo alitokelezea vibaya mno. Unajua utaenda kukutana mchumba. Yaani kavaa nguo za bei mbaya hatari. Alijitazama kwenye kioo zaidi ya mara 10 na kwambia, yaani mtoto lazima nimweke hapa. Lazima nimweke kifuani. Yaani Mwantumu hawezi kuninyima usingizi mimi. Kila nikilala namuwaza yeye, kila nikinywa maji namuona kwenye kikombe, kila nikichungulia mtungini namuona yeye tu. Leo acha nikamuoneshe kuwa mimi ndio Lucas, mzee wa mabebes, mtoto wa Piusi. Majigambo ya Lucas iliendelea mbele ya kioo yakimhusu Mwantumu. Siku hiyo bwana aliamua kukodi gari. Alikodi gari ya gharama. Jamani, nyie watoto wachumba tatutoa macho nyie sisi. Yote ni kwa ajili ya Mwantumu tu. Lucas kukodi gari huku leo vipi? Lucas aliingia ndani ya gari na kukamata usukani vizuri akielekea mtaa ambao alikuwa anaishi binti Mwantumu. Huku muziki laini ukisikika ndani ya gari. Tena wimbo Harmonize vile deka nikudekeze. Basi alifika kwenye mtaa anaoishi Mwantumu na kukamata simu yake na kumpigia binti, lakini simu haikupokelewa. Alitulia kwa dakika kadhaa na ndipo simu yake ilipoita akipigiwa na Mwantumu mwenyewe. Nipo kwenye mtaa wenu, nipe location nikufuate mpaka ulipo Mwantumu. Haina haja ya kuja, nakuja mwenyewe, niambie uko wapi. Lucas alimuelekeza na Mwantumu alikata simu. Yes, mambo tayari, leo ni mwendo mserereko tu. Jinsi alivyokuwa akiongea Lucas, usingeamini kama ni mtu mwenye wasifu wake mzuri tu kule ofisini. Ila mapenzi yanaweza kumfanya mtu akaonekana na kichaa kabisa mbele ya jamii. Waswahili hakukosea kabisa msikilizaji kusema kwamba mapenzi ni upofu. Yaani leo kanikuta chilimo tu kabisa na heshima zangu huko nimebebika huko hatari, sielewi. Mwantumu baada kujiandaa alitoka nje na akiwa kwenye peleka zake za kufunga mlango, mama yake alifika. Kumbe ndio maana ulinikimbia safari wapi hiyo? Mama, kuna sehemu naenda mara moja, nitawahi kurudi. Sawa. Hasa nenda, alafu uchelewe. Ila umenikatisha tamaa kabisa, yani kabisa. Nimekata tamaa kukutafutia dawa. Kwani ungepukukewa na nini wewe, ungekubali kula chakula cha usiku na ule mganga? Mama, tutaongea nikirudi bwana kuhusu hilo. Mwantumu aliondoka zake. Na kuondoka kwake ni kumwahi kijana Lucas katika ile miadi ambao alikuwa wameahidiana pale. Alifika mpaka alipokuwa Lucas. Alishangaa kumuona Lucas
akiwa na gari harama sana. Macho ya Lucas yalitoka kwa Mwantum aliyekuwa kawaka kweli siku hiyo, sio mchezo. Kamwili kake, kanane kake kama Mwantum binti wa Rajab, sura ndio usiseme kama mdoli, yaani ilivutia hasa mbele ya Lucas. Twende, tunachelewa Lucas. Nusu niwe kwa pressure. Umependeza mno Mwantum. Nimependeza wapi? Kawaida tu. Aya, panda kwenye gari basi. Panda kwenye gari yangu Mwantum. Gari lako? Ndio, gari langu, uamini au? Huyo Lucas nimemjua mimi au Lucas mwingine yule ofisini? Amini Mwantum. Sema wao sipendi kujionyesha tu kwa wafanyakazi wangu. Pale ofisini wao sipendi kujionyesha. Wewe si mpaka muda mwingine kule kwenye chakula kule mama unadaiwaga hela akula. Mimi waga sometime na act tu. Naogopaga shobo za watu kama kina Angel wale. Yaani kina Angel wale wana shobo wale. Asa niambie shobo kama zile afu nenda na gari kama hii pale. Mimi wanalipaki tu, kunalipia kwenye parking afu na kujizanga ofisini. Kuna siku juu nimekuja nalo ile gari, nikapaki kwenye parking fulani huko. Nikalipa pesa na kujaga hapa kwa pikipiki. Na naepuka hizi shobo za kina Angel. Ongea tu. Ongea tu. Ila aya. Amini ninachokwambia. Ila kweli, maana ninavyomjua Angel, ungepata tabu sana Luka. Ongea basi huko unaingia kwenye gari. Mwantum aliingia ndani ya gari na kukutana na AC tulivu kabisa. Alijihisi upo katika ulimwengu mwingine, pasipo kuogopa. Aliongea. Jamani Luka, unafaidi kumbe maisha wewe. Natafuta kufaidi naye. Ndio maana sijampata bado. Ila nipo kwenye mawindo. Ukimpata wewe, tupa ndoano tu, hata usiogope. Lazima kukubalie kwa ile gari. Eti Ndio. Nakwambia mimi Lucas, kweli wadada sasa hivi walivyo, wataanzaje kumkataa mwanaume mwenye gari kama hili? Labda kama labda kama natokea familia ya wenye nazo. Hapo sawa. Lucas alitabasamu kwa maneno ya binti Mwantum, ambaye naye alizidi kuropoka kimsii Lucas afanye juu chini atafute mwanamke wa kutanua naye maisha. Pale Lucas bwana sakamuuliza Mwantum kiutani. Vipi? Nikitupa ndoano kwako utanasa na utanikubalia ama hautonasa? Hautokitaka chambo changu kabisa? Hapana, kwa kweli sipo tayari kwa hilo. Umetoka kuniambia hapa kwamba hakuna mwanamke wa kunikataa sasa. Mbona wewe unanikataa? Au kwenu zipo? Kumbe ulichukulia serious Lucas. Mimi nilikuwa nakutania tu. Sipo tayari kwa sasa kuingia kwenye mahusiano. Kwa nini? Masuala ya Lucas yalimchosha Mwantum vibaya mno, mpaka kajutia ile out ama ile surprise ambayo ilikuwa amepewa na Lucas siku hii. Lucas, mbona maswali sana? Natakiwa kuwahi kurudi nyumbani, hebu tuondoke. Lucas ilibidi endeshe gari baada ya Mwantum kumsihi kwamba ilikuwa ni mishale ya saa 12 ambako anatakiwa wahi nyumbani. Mwantum na Lucas walifika kwenye moja ya hoteli mashuhuri sana. Mwantum alikuwa ni mtu wa kushangaa tu kwa jinsi watu walivyokuwa wakifanya matanuzi na uzuri wake wote, ila alikuwa sio mzoefu wa kutembea kwenye kumbi zozote zile za starehe. Baadhi ya watu waliwatazama na Lucas aliamua kumshika mkono Mwantum. Twende tukakae pale. Jamani Lucas, hii dunia kumbe watu wanaishi yani kuanzia leo mimi na wewe yani tutaanza kuishi maisha tofauti sana. Nitakutoa out mpaka utachoka mwenyewe. Kweli Lucas alimkokota binti na kufikishana mpaka pale kwenye moja kati ya meza na kuketi. Nisubiri hapa na kuja. Lucas alinyanyuka na kuondoka akimwacha Mwantum mwenyewe aliyekuwa akishangaa tu kama mshamba pori. Baada Lucas kuondoka, kuna mwanaume alifika pale na kukaa pembeni ya Mwantum. Mambo mrembo? Poa. Nipatie namba yako tafadhali kama utojali. Sihitaji mawasiliano na mtu. Samahani. Ni vyema ukafuata ambacho kimekuleta hapa. Acha hayo mambo mrembo. Mimi naongea kwa vitendo, sitaki mambo mengi.
Mwanaume huyo alizungumza na kuingiza mkono wake mfukoni. Alitoa kiasi cha pesa na kujaribu kumpatia Mwantumu. Hii pesa ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili ya namba tu. Naamua kununua namba yako ya simu. Au kama haitoshi, naweza nikakuongeza pesa nyingine ili uweze kunipatia namba yako ya simu. Wewe kaka vipi? Tangu lini namba ya simu inanunuliwa? Kamata hizi pesa ili uweze kunitajia namba yako ya simu. Namba tu? Mwantumu alichukua pesa bwana alizopewa na ule mtu na kuanza kumtajia namba. Haya, andika 065 ngapi? 111 nini. Mwantumu akazichukua zile pesa na ule jamaa akasema, "Okay, haya ndio mambo sasa. Nitakucheki baadaye." Alinyanyuka kwenye kiti na kurudi sehemu yake. Tamaa tu. Wanaume hakuna kingine. Pesa nimechukua na namba nikijisikia nitabadilisha muda wote ule. Tuone kama atanipata huyu kenge. Mara Lucas akafika pale. Akamkuta Mwantumu akiongea vile. Akamuuliza kwamba, "Mbona unaongea mwenyewe Mwantumu?" Lucas, kumbe umefika. Lucas alikaa kwenye kiti na muda huo mhudumu alileta makorombezo pale ya kutosha yaliyoagizwa na Lucas. Mbona wine tena Lucas? Nakunywa mimi hiyo. Na sio wine tu, ila kuna vinywaji vingine vinaletwa muda sio mrefu. Leo nataka tunywe kujigaragaza. Kama ndio hivi, mimi nitawahi kurudi nyumbani kweli Lucas? Utawahi tu, usione wasiwasi. Lucas alimtia moyo Mwantumu, na kweli bwana, baada ya muda vinywaji vingine vililetwa. Walianza kula na kunywa taratibu, huku Mwantumu akikwepa kabisa kuonja pombe. Kwanza dini ilikuwa hairuhusu, na kingine hakuwahi kujaribu hata siku moja. Muda huo alisahau kama ana tatizo la kuweza kujojoa kitandani, na ni hatari kwake kama atakunywa na kushindilia vya kutosha vimiminika ambavyo vilikuwa pale mezani. Lucas aliona Mwantumu anataka kumtania kwa kugoma kuonja mvinyo. Yaani unajua sijawahi kuona mtu mshamba kama wewe Mwantumu. Yaani hata kuonja hata kidogo tu utaki. Lucas, mimi ni binti wa Kiislamu. Ni dhambi kunywa pombe. Siwezi kwa kweli. Sijasema unywe, nimesema uonje, yani kidogo, ni funda moja tu. Hapana, siko tayari kwa hilo Lucas. Pozi liliweza kumwisha Lucas. Aliegemea kwenye kiti na hata hamu kuendelea kunywa ile kata kabisa. Mwantumu alimuona alivyoishiwa na raha kabisa Lucas. Akamuuliza kwamba, "Ndio umechukia Lucas?" "Sana, tena sana. Yaani mtu hata kuonja utaki. Kwani ni kipindi cha Ramadhani hiki? Wewe jaribu tu, jaribu kidogo. Utatubu Ramadhani kwamba nilikunywa pombe siku ikifika." "Yaani leo umeniamulia kweli?" "Aya, lete nijaribu." "Ndivyo unavyotakiwa." Utakunywa lini sasa Mwantumu?" Lucas alichukua glasi pale na kumiminia tena kwenye glasi. Badala kuweka kidogo kwa ajili ya kuonja, yeye alijaza kabisa. Mbona umejaza sasa Lucas?" "Ndio vizuri, ili nisiweze kusumbuka tena kukuminia kabisa." Mimi sikuwahi kufikiria kunywa pombe kabisa, ila leo ngoje nionje tu. Jamani, mbona uchungu? Mwantumu aliongea na kuweza kurudisha ile glass mezani. Lucas akamwambia, "Kunywa bwana." "Kali." "Usiteme bwana, ndio utamu mwenyewe huo. Kunywa tena mara pili." Mwantumu alikunywa mara pili tena kwa taabu, na baada hapo aliweza kurudisha glass mezani. "Bila shaka utakuwa umeridhika Lucas." "Bado, mimi nataka unywe yote hiyo glass." Mwantumu ilibidi akubali na kuendelea kunywa tena ile kwenye glass, huku Lucas akiendelea kumuhimiza. Mpaka saa 2 usiku inafika, walikuwa bado wamekaa wakiendelea kula na kunywa raha. Pombe ilikolea kwa Mwantumu na Lucas alikuwa na kazi ya kumiminia tu na kumpatia Mwantumu, naye alikuwa na kunywa, utafikiri kaanza kunywa siku hiyo, kunywa pombe yani kama vile mzoefu. Mpaka saa 5 usiku inafika, Mwantumu alikuwa hoi bin taban, hata kutembea ile kwa hawezi, macho mazito usoni mwake.
Peleke nyumbani Luka. Sawa. Lucas alikubali na kumshika Mwantumu na kutaka kumpeleka kwenye gari. Ila akili nyingine ilimwambia kwamba acha ujinga. Bahati kama hizo zisikajirudia tena. Lucas alitabasamu na kupata wazo. Muda umeenda. Nitakupeleka kesho asubuhi. Nataka kwenda nyumbani Lucas. Nipeleke tafadhali. Sawa. Lucas alikubali la kumshika Mwantumu na kutaka kumpeleka kwenye gari. Ila akili nyingine ilimwambia aache ujinga. Bahati kama hizi haziwezi kujirudia mara mbili. Lucas alitabasamu na kupata wazo. Muda umeenda. Nitakupeleka kesho asubuhi. Nataka kwenda nyumbani Lucas. Nipeleke nyumbani tafadhali. Lucas hakutaka kuhangaika naye tena. Aliweza kumrudisha kwenye kiti na Mwantumu aliegemea kwenye meza na kulala pale pale. Lucas alitoka na kwenda kuchukua chumba na baada hapo aliweza kurudi alipomwacha Mwantumu. Alimchukua na kumpeleka kwenye chumba alichokuwa amekikodi tayari na kumlaza kitandani. Binti Mwantumu alilala kitandani. Alichokuwa kikiwaza Lucas alikijua yeye mwenyewe. Ila laiti kama angelijua kwamba msichana yule ni Jojo, yani asingethubutu. Alisogea mlangoni na kuufunga mlango. Peleke nyumbani. Mwantumu aliongea kwa sauti yake ya kilevi, lakini mwenzake hakuwa na habari hizo. Na badala yake alianza kufanya kile kitu ambacho alikuwa amedhamiria kabisa. Taratibu huku kadhamiria kabisa akitabasamu. Tuachane na huu siku. Asubuhi na mapema mtu wa kwanza kushtuka alikuwa ni Lucas. Baada kugusa unyevunyevu kitandani, pembeni yake alikuwa kalala Mwantumu fofofo. Lucas alithibitisha mwenyewe kuwa Mwantumu alikuwa ameharibu pale kitandani. Lakini akili zake zilimpeleka kwa alichokifanya usiku uliopita kwa mtoto wa kike. Aliupeleka mkono wake mpaka kichwani mwa Mwantumu na kuanza kupapasa nywele zake, na pale pale Mwantumu alishtuka kutoka usingizini. Lucas, Mwantumu alikaa vizuri huku akijisitiri vizuri na shuka. Alichoka baada ya kugundua kwamba hayuko nyumbani tena, yuko sehemu nyingine. Lakini mwili wake akihisi kwamba una uchovu na maumivu makali. Kwa hiyo Lucas ndio ulikuwa mpango wako? Hapana Mwantumu, ni pombe tu. Jana wewe mwenyewe uliniambia tunywe, tulale wote. Sasa ulikataa nisikupeleke kwenu nyumbani. Uongo Lucas, huo ni uongo. Umenikosea sana adabu Lucas. Umenikosea sana Lucas. Mwantumu alianza kushusha kilio, akilia bila ya kuzuiwa pale na mtu yoyote. Lucas alikuwa amemharibia usichana wake. Tena kilaini pasi kutumia nguvu yoyote ile. Nguvu ambayo ingelikuwa ya ushawishi labda. Msikilizaji, Lucas alijitahidi sana kumbembeleza. Ila Mwantumu kwa hasira alinyanyuka na kwenda kuvaa nguo zake, na baada hapo alitoka nje. Hakutaka hata kwenda kujisafisha. Fresh tu, lakini muhimu mbuzi kaliwa. Ila sikutegemea kama Mwantumu atakuwa ni binti msichana kiasi hiki. Lucas alizungumza na alijisahau na kupeleka mkono wake alipokuwa amelala Mwantumu na kugusa kwenye godoro pale ambapo kulikuwa na majimaji, yaani mikojo. Hapa sio pa kukaa tena. Itakuwa pombe ndio zilimfanya mpaka mwage kojo hili. Au mikimbio yangu ilikuwa ni mingi nini? Bado aliendelea kuwaza madudu katika kichwani mwake. Aliamua kunyanyuka na kuelekea bafuni kuoga. Mwantumu yeye alifika kwao huku akiwa na hasira sana. Alikutana mama yake aliyekuwa akimsubiri kwa hamu zote baada ya kutoonekana nyumbani usiku wa jana. Wapi ulikuwa? Wapi ulipolala? Nililala huko kazini, Mwantumu alijibu na kumpita mama yake, lakini huku harufu kali ya pombe ilimfikia mama Mwantumu. Hebu subiri kwanza. Mwantumu alisimama na mama yake alimsogelea na kuisogeza pua yake kwenye mdomo wa Mwantumu. Tangu lini umeanza kunywa pombe Mwantumu?
Mama, ni jana tu, kulikuwa na sherehe ndio maana. Mbona sikuelewe mtoto? Hujui kama dini yetu hairuhusu? Najua mama, ila imetokea bahati mbaya tu. Mwantumu aliingia ndani akimwacha mama yake kwenye mshangao mkali. Tukielekea upande wa Nasri aliyekuwa kwenye kazi za kiserikali muda huo, simu ya Nasri iliita, na baada ya kuona mpenzi wake Jacqueline anampigia, alivuta pumzi kwanza kabla ya kuipokea. Ni masaa machache tu kutoka kufanya muamala wa kumtumia pesa mtoto wa kike ambaye alitumiwa pesa kutosha, na alizungumza naye, ila nguvu ya mapenzi ilimfanya ipokee. Wena, mbona kwa mzito kupokea simu yangu? Huioni au? Sorry. Leo jioni sitakuja peke yangu, nitakuja na rafiki yangu Zuu. Zura nini tena? Wakati inatakiwa tu wote wawili pamoja? Tuweze kukula chakula wote cha usiku? Yaani sijawahi kuona mwanaume mchoyo kama wewe. Kwani kipi kigeni Zura sichokijua? Au ni jambo gani la kuniambia mimi peke yangu? Ni chakula gani hicho chakula peke yetu? Sitakula wote tu. Tutakula wote na mgeni. Okay, utakuja naye sawa. Jacqueline alikata simu na Nasri alishika kichwa chake. Aliweza kushika kichwa chake huku akiegemea kile kiti ambacho alikalia. Mara hafla alifika mfanyakazi mwenzake kiume. Nasri, are you okay? Niko poa tu. Ila kiasi. Unajua Jacqueline alivuruga sana akili yangu. Nilikushauri ujue, achana naye ila hutaki kuelewa. Achana naye ila hutaki kuelewa. Mbona mademu wako shazi tu? Hapa kazini unakuja wa kutosha kila siku jamaa yangu, lakini nakwambia achana naye utakuelewa. Yaani acha tu. Sio Jacqueline kanipa kitu gani? Yaani siwezi kumwacha kabisa ule demu. Shauri yako. Wewe endelea kwa hivyo hivyo tu. Siku ukishushwa kwenye kitengo ulichopo na kuletwa kwenye vitengo vyetu sisi vya njaa, ndio utaelewa vizuri. Utajua ujui. Hapa rafiki yangu umenishauri vizuri sana. Tuachane na hayo. Kazi ulionipa nimeshaifanya tayari. Naomba uikague vizuri. Kabla Nasr hajaanza kuikagua kazi, muda huo simu yake iliita tena. Jacqueline ndiye alikuwa anapiga simu kwa mara nyingine. Achana naye huyo bwana. Muda wa kazi huu. Ngoja nimpokelee tu. Labda ana jambo la muhimu sana. Nasri aling'ang'ania na kuipokea simu. Nilitaka kusahau baby, kuna kakaangu naye nitakuja naye umjue. Ndio hicho tu ambacho nitaka nikwambie. Kazi njema. Jacqueline aliongea na kukata simu. Umeona jamaa yangu? Yaani mwanamke hakupi hata nafasi ya kuongea. Wewe ni mwanaume gani bwana wewe? Maneno ya mwenzake yalimuingia Nasri katika akili yake, kwa kuwa ulikuwa ni bado muda wa kazi. Akili aliiweka kazini na mambo yake, na Jacqueline mambo yake pia aliyaweka pembeni kwanza. Alipomaliza majukumu yake ya kazi, ulikuwa ni muda wa kwenda kuonana na Jacqueline. Nasri alijiandaa, lakini hakuwa na amani kabisa moyoni mwake. Mpaka anaingia ndani ya gari lake na kuelekea napoishi Jacqueline, hakuwa na raha kabisa. Hebu fikiria, mwanaume unamwaga pesa kwa mwanamke ambaye anapenda kula starehe tu. Lakini pia mbali na hayo, mwanamke ambaye unayempenda ila anakupa matukio ya kukuumiza kila mara, kila wakati, na kumwacha uwezi. Ndio leo kwa yakimkuta Nasri. Si kwa wanaume tu, bali hata kwa wanawake pia. Kuna mwanamke mwingine anampa mwanamume kila kitu na anapigwa matukio hatari na kumwacha hawezi. Jamani, mapenzi ni aje. Moyo sukuma damu wewe moyo. Moyo sukuma damu, kazi nyingine zitakushinda. Basi alifika mpaka anapoishi Jacqueline na kumkuta Peter ambaye ni shombe akiwa kasimama nje ya chumba cha Jacqueline. Akili ya unaibiwa ilimjia Nasri. Hivyo aliteremka ndani ya gari na kumsogelea Peter. Habari yako bro? Wewe ni nani? Na unafanya nini nje ya chumba cha Jacqueline? Mimi ni maswali gani hayo Nasri unaomuuliza kakaangu? Sauti ya Jacqueline ilisikika na alitoka nje muda huo. Kaka yako huyu? Walitaka nikwambie nani?
Twendeni basi tukampitie Zuhura. Nasri alichoka sana. Pozi lilimwishia na alibaki akimtazama Jacqueline aliyekuwa akifunga mlango, na baada ya kumaliza aliongoza njia na kuelekea kwenye gari na kupanda. Peter naye hakuwa mbali. "Tuondoke bro." Nasri hakumjibu kitu zaidi ya kumkata jicho, lakini Peter hakujali. Alitembea na kuelekea kwenye gari na kupanda siti ya nyuma kabisa. "Tuondoke, unatuchelewesha." Sauti ya Jacqueline ilimkurupusha Nasri. Yaani gari lake na bado pesa zake ndizo ambazo anatumia pale, lakini bado anatumikishwa. Na hata huko kwenye matumizi unayoenda kutumia bado ataenda kulipa yeye, lakini bado anapelekeshwa. Haya si maajabu haya? Eti msikilizaji, haya ni maajabu. Alienda kupanda kwenye gari na kuanza kuendesha. Ukimya ulitawala ndani ya gari, na ndipo Jacqueline alipovunja ukimya. "Baby, nikwambie kitu." "Na kusikiliza." "Kakaangu ana changamoto kidogo ya kimaisha. Naomba msaidie walau pesa ya mtaji hata kidogo. Itatosha kipenzi." Nasri aligeuka na kumwangalia Peter, huyo ambaye ni kaka yake, aliyeonyeshwa kwa tabasamu kabisa. Akajibu kwamba taangalia. "Hapo tu ndio unanikera. Utaangalia nini yani? Kwani imekuwa tamthilia isidingo hii mpaka useme utaangalia? Sema utamsaidia au utomsaidia, sio utaangalia." "Okay sawa, nitamsaidia." "Hayo ndo majibu sasa kipenzi changu. Sio utaangalia, utaangalia." Jacqueline alimshika kwelikweli akili na mwendo kijana wa watu Nasri. Kijana hakuwa na uwezo wa kuzungumza chochote. Sijui ndo madawa ambayo alifanywa kwa huyo mtaalamu, sijui Jacqueline alimfanya nini mtoto wa watu, hatujui. "Simamisha gari, Zuhura yule." Nasri alifanya kama alivyoambiwa na kuipaki gari pembeni. Zuhura alisogea na kufungua mlango wa gari. Macho yalimtoka kwa kumwona Peter akiwa ndani ya gari, na alivyokuwa akimchukia Peter alishindwa hata kukaa kimya. "Na wewe tunaenda naye wapi?" "Wewe ingia ndani ya gari, acha maneno." Zuhura alipanda na kukaa karibu na Peter, tena alikula buyu pasi hata kumpa salamu. Kaamua kumsalimia pale kijana Nasri. "Shem, habari za huko kazini kwako?" "Nzuri kabisa Shem. Changamoto tu hapa na pale zikosi." "Pole sana Shem wangu. Hata hivyo unampambania sana Jacqueline kweli. Yaani mpaka raha jamani. Yaani unamjali mno shoga yangu." "Zuhura, kwani una story nyingine za kuongea?" "Jacqueline, hebu acha bwana niongee. Najitanua na mimi jamani kwa shemeji yangu. Kwani dhambi bwana? Unataka tukae kimya tu ndani ya gari kama vile tuko nani bwana? Tuko vitani. Kama vile hamna watu. Hiyo wako siwezi." Jacqueline aliamua kukaa kimya. Zuhura aliutawala uwanja. Mpaka wanafika, watu pekee waliokuwa wakiongea ndani ya gari ni Zuhura na Nasri. Ulikuwa ni muda kutanua, yaani kula mpaka kujigilagaza. "Bwana Peter, leo nataka uninunulie hata soda tu." Zuhura aliliamsha kwa kumwambia Peter hivyo. Maana Peter alishategemea kununuliwa tu na yule binti Jacqueline. Jacqueline akamjia juu na kumwambia kwamba, "Hivi Zuhura, una matatizo gani wewe? Kwanza njoo huku." Jacqueline alizungumza kwa hasira na kumshika mkono Zuhura na kumpeleka pembeni kidogo. "Chunga mdomo wako Zuhura, la sivyo urafiki wangu mimi nawe utakufa kuanzia leo, na sitakuwa nakuja kwako tena wewe kenge." "Basi shogangu naye aishi. Ila mikelele yako bwana na unanikera kweli. Nimekereka mno kuja na lipita lako hilo. Unakubalije kuwa na mchepuko kama yule? Dume suruali lile. Kisa sura eti na kujichubua kule kadi kama mwanamke. Unalilisha, unalivisha na bado mpaka hela nauli unalipa. Na mpaka au tunalitoa hivi wewe Jackie bwana, mambo yako bwana. Unakuja nalo mbele ya Nasri kweli, yani wewe Jackie utapata dhambi nyekundu la kuambia yake ya Mungu. Yaani mimi ningepata mwanaume kama Nasri, ningetulia kama maji mtungini shoga yangu." "Zuhura, au ni mambo yangu mimi Zuhura. Aya kuhusu. Ninachotaka ufunge bakuli lako, la sivyo utaniona tena na kuja na wewe maeneo kama haya. Shauri yako. Raha utazisikia bombani tu. Utazisikia huko kwa kina nani, kwa kina Buchuma huko." "Sawa, nimekuelewa basi na wewe." Jacqueline alimtazama Zuhura na mwisho aliondoka, huku Zuhura akimfuata kwa nyuma. Walikutana na ukimya kati ya Peter pamoja na Nasri. Kila mtu
alikuwa akipekua simu yake, na Jacqueline alimkonyeza Peter kwa kitendo kile kile. Zuhura alikiona kile kitendo, ila alinyamaza kimya, maana ametoka kuchambana kule pembeni kwamba yoya, tufuate kile ambacho kimetuleta, mambo kuchambana mbele ya Nasri yatatuzingua. Na Jacqueline aliahidi kwamba kabisa anaweza kavunja urafiki dhidi ya Zuhura akiendelea kuropoka mambo yake pale, kama alivyodai kwamba yeye anajimwaya kwa shemeji yake. Turudi kwa binti Mwantumu. Siku hiyo alifika kazini akiwa hana raha kabisa. Lucas alimfanya ashindwe kujiamini kila alipokuwa akikutana naye, na hata kuongeleshana naye ilikuwa ni hakuna. Mwantumu aliona bora siri iendelee kuwepo dhidi yake na Lucas, ila watu wengine wasijue kama alifanywa umafia kama ule na Lucas. Lakini mambo yalikuwa tofauti upande wa Lucas. Lucas bwana ni mwenda wazimu kweli. Unajua majigambo alianza na rangi halisi Lucas ilianza kuonekana. Mwantumu alianza kuiona. Alikiona cha mtema kuni. Lucas alianza kujigamba kwa wafanyakazi wenzake wa kiume. Oya, mimi tayari shamaliza kazi kwa Mwantumu Yaani mwanangu, unajua demu mwanangu mzuri sana. Demu mwanangu mtamu hatari. Taarifa zilisambana kumfikia Mwantumu mwenyewe. Angelifanya nini? Ila kwa wakati huu alijikuta kukubali kutolewa out na Lucas, maana kama angekataa basi hayo yote angetapakaa na asingempata. Akiwa kwenye mawazo, mbaya wake Angel alifika. Naona uchawi umeanza kufanyika sasa. Umeanza na Lucas, baadaye sijui utahamia kwa nani. Mwantumu alimkata jicho Angel. Unaniangalia nini? Unijui ya? Ishi hapo kutembea na Lucas. Na ukimgusa Raymond sitakuelewa kabisa. Wewe unaringaga Unaringia uchawi wako Nitakuonesha mimi ni nani. Mimi ni zaidi ya Kigagula. Ole wako kamguse Ray. Mwantumu alipigwa na mkwara. Baada hapo Angel aliondoka. Masikini binti Mwantumu hajui chochote swala lolote uchawi. Ni vile tu alikuwa anafanya siku ile kukaa kwenye kiti muda mrefu kwa sababu ya ile hali yake ya kuweza kujisaidia kitandani maskini. Hasira za Mwantumu aliamua kuzipeleka kwa Lucas. Alimfuata na kumkuta akiwa mwenyewe. Kumbe Lucas ni mshenzi kabisa. Haikutosha kufanya ulichokifanya, na umeamua kutangaza kabisa ili kila mtu ajue hapo ofisini, si ndio? Ongea taratibu basi Mwantumu. Niongee taratibu nini? Umenikosea Luka. Nisikilize basi nikwambie. Nikusikilize nini? Mwantumu aliondoka akiwa na hasira. Hakutaka hata kuendelea kumsikiliza Lucas baada ya kusambaza taarifa kwa walichokifanya last days. Hata miezi kadhaa hajamaliza, lakini tayari majanga ameshaanza kazini kwa Mwantumu. Kichwa kilivurugika, ile homa yake hajapona. Yaani Mwantumu maskini ya Mungu, majanga juu ya majanga. Kutokana na mawazo aliyokuwa nayo, alijikuta kikaa kwenye kiti na kuegemea mezani mule ofisini akiwa na mawazo lukuki. Baada ya muda usingizi ulimchukua Mwantumu. Mpaka muda kufanya kazi unaisha, binti Mwantumu alikuwa bado kalala mezani. Wafanyakazi wenzake walianza kuondoka. Lucy aliingia ofisini kwa ajili ya kubeba mkoba wake, lakini alishangaa kumkuta Mwantumu akiwa kalala fofofo. Aliguna kwa mshangao na kuanza kumwamsha Mwantumu. Mwantumu, amka. Abe. Mwantumu alishtuka kwa kurupuka kidogo na kusimama kwenye kiti. Yala! Kumbe tayari binti Mwantumu alikuwa ameachia Jojo. Na Lucy alishuhudia kwa macho yake baada kuona kiti kimelowana na nguo aliyokuwa amevaa Mwantumu imekuwa imeharibika hatari. Haraka Mwantumu alijishika na kutaka kuziba ili Lucy asione, lakini alikuwa ameshachelewa. Lucy aliweza kuona kila kitu. Mwantumu, umejinanilio. Mwantumu alijikuna kichwani. Ni aibu ambayo ilikuwa imemjaa mbele ya macho yake. Dhidi ya Lucy atasema nini? Ni muda kwenda nyumbani. Tutaonana kesho Mwantumu. Lucy aligeuka na kutaka kuondoka, lakini Mwantumu alimwahi na kumzuia. Subiri kwanza, usiondoke. Kuna tatizo? Ndio. Nakuomba Lucy, usije kumwambia mtu yoyote hiki ambacho umekiona hapa Lucy. Nipo chini ya miguu yako rafiki yangu. Acha. Haina haja kupiga magoti Mwantumu. Huwa inatokea tu mtu kujisaidia kiasi hicho. Kwa haja ndogo kama hiyo. Ni swala la kawaida mbona.
Niahidi Lucy, kama hutomwambia mtu. Haina haja kukuahidi. Amini tu, sitamwambia mtu. Mwantumo alimwachia Lucy aliyeondoka na kumwacha mwenyewe ofisini pale. Alisogea kwenye kiti alichokuwa amekaa na kuchukua kitambaa chake na kuanza kufanya usafi. Siku ilizidi kuwa mbaya kwake na ofisi aliona chungu sana. Lucas kamvuruga na bado tena Lucy kaona lile tukio nazidi kumvuruga. Ni balaa juu ya balaa kwa Mwantumo. Baada kumaliza kufanya usafi, alijifanyia na yeye, japo bahati mbaya kwake hakuwa na nguo zingine za kubadilisha. Aliondoka akiwa na unyonge wa hali juu sana na kwenda kupanda kwenye bajaji. Hakuwa abiria mwenyewe kwenye ile bajaji, baadhi ya abiria pia walikuwepo. Pembeni ya Mwantumo bwana, kulikana mwanamke mnene fulani hivi ambaye alikuwa akizungusha pua yake kila mara ndani ya bajaji. Alisogeza karibu kabisa na alipokuwa Mwantumo na kuongea kwa sauti, na abiria wengine walisikia kabisa. Jamani, hivi mu ndani kuna mtu kajikojolea Moyo wa Mwantumo ulilia pap baada ya mwanamke huyo kuongea, ila alikausha kama vile hajasikia kitu. Alishika simu yake na kuweka umakini kwenye simu ili wasiweze kumtilia shaka. Hamna mtoto mama, mpaka ajichafue kinamna hiyo, ni pua yako tu ndio imenusa vibaya. Dereva bajaji alikuwa anazungumza kwa kaendesha kwa makini kabisa, na alimjibu hivyo huyo mama. Kwa mimi nasema uongo dereva bajaji Mimi naongea unaongea tu. Au uko mbele huko unapigwa na upepo. Asijakwambia unasema uongo. Ila utaumwa tujasikia hiyo harufu. Sasa iweje usikie mwenyewe? Eti jamani ya abiria wengine, mmesikia hiyo harufu vizuri? Ya mtu kama kajigojolea? Hapana, kwa kweli tujasikia. Kila abiria alikataa, na mwanamama huyu baada ya kuona abiria wenzake wamemkataa, aliona kama vile kaaibishwa. Simamisha bajaji haraka sana, simamisha. Sasa subiri kwanza nifike kwenye kituo bwana, nasimamaje mimi njiani? Sio sheria barabara. Dereva bajaji alisimamisha bajaji baada ya kufika kwenye kituo, na mwanamama alishuka na kulipa pesa, tena akiwa na hasira kweli kweli kwa madai kwamba yupo radhi atafute usafiri mwingine kuliko kusafiri na ile bajaji. Safari iliendelea mpaka pale Mwantumo alipofika nyumbani kwao na kukutana uso kwa uso na baba yake. Vipi binti yangu? Kuhusu lile swala langu. Swala lipi baba? Kuhusu ile pesa niliyokuambia mwanangu. Bado sijalipwa mimi, nikipewa nitakulipa baba. Haya basa. Mwantumo aliingia ndani. Alifika chumbani kwake na kuvua nguo zake, akazitupa chini kwa hasira sana. Lakini pale simu yake iliita, huku namba ikiwa ni ngeni kabisa. Mwantumo aliichukua na kuipokea. Mambo mrembo? Poa. Sauti unaikumbuka vizuri Ongea shida yako, sio kuniuliza mambo ya sauti. Wewe ushakuwa chilimo simulizi au? Huo muda natoa wapi kukariri sauti ya nani? Naijua sauti moja tu chilimo simulizi, sio wewe. Aya. Mimi ndio yule mwanaume ambaye niliyekupa pesa na ukanipa namba yako. Nadhani utakuwa umeshanikumbuka vizuri. Hapo nimekukumbuka, sio unaanza kujieleza. Toa maelezo vizuri. Kama utakuwa na muda basi naomba tuonane basi mrembo. Sina muda. Mwantumo alikata simu, yani mawazo yake yalikuwa mbali sana. Ndio maana alikuwa mkali kama pilipili muda huo. Maana alikuwa anachanganywa na majanga kama yote. Kuna jitu limepiga simu tena nataka muonane. Wapi? Alichomfanyia Lucas kinatosha. Tuje kwa Lucy aliyeshuhudia Mwantumo amejichafua. Alifika nyumbani kwake na kumkuta mume wake. Mume wangu, yani leo nimekutana vituko huko kazini. Vituko gani tena? Wewe kila siku uniletea umbea tu hapa. Nae mume. Si ndio maisha ya mke na mume jamani, ndio umbea kwanza duniani. Kwanza alikaa kwenye kochi ili aongee vizuri. Sasa nikwambie mume wangu, kuna huyo binti jamani huko kazini anaitwa Mwantumo. Mrembo kweli kweli, ila sasa mimi leo kanishangaza. Ngasema nikifika leo nitaenda kumwambia baby. Kakushangaza nini na umbea wako? Yaani uweze amini mume wangu, nimemkuta kaji. Ngoja kwanza nicheke. Yaani kajikojolea akiwa ofisini eti kalala ofisini kajichafua. Itakuwa na umo huyo, sio bure. Hao walipitiwa tu. Yaani mpaka huruma. Za hapa nyumbani vipi?
Salama tu. Luz alishika simu yake na Mwantumu ndiye aliyekuwa anampigia. Ndio huyo anayenipigia. Yaani ana maisha marefu hatajui. Nani? Sio nilikuwa namuongelea hapa, wewe uko mbali. Mpokelee simu. Tusikie kitu ambacho nataka kukwambia. Lucy alipokea simu. Hello besti za muda. Yaani siko sawa kabisa Lucy. Naomba sana usimwambie mtu yeyote yule. Ilitokea tu bahati mbaya. Haina haja ya kuwa na wasiwasi Mwantumu. Sawa? Kuwa na amani kabisa. Na hakuna mtu ofisini yeyote yule ambaye atakayejua hili. Utakuwa umenisaidia mno Lucy. Basi uwe na siku njema. Mwantumu alikata simu na Lucy alimgeukia mume wake. Umemsikia wewe mume wangu? Ndio nimemsikia. Ila ninachokuomba kwamba fanya kile ambacho umekwambia. Usije kumsema kwa watu. Binti watu inaonekana anaumia sana kwa hili. Mimi tena sina kierere hicho hapa. Nimekwambia wewe tu. Mbea mwenzangu. Ambaye ni wewe mume wangu. Wewe sema tu. Maana nake nye kuombea bwana. Kajambo kadogo tu mnaenda kupata lunch huko tayari. Toko. Naomba umstiri mwenzako kama ambavyo amekwambia. Turudi kwa Nasri aliyevurugu na Jacqueline kila kukicha lakini hataki kumwacha. Siku hiyo alikaza roho na kumpigia simu Zuhura, shoga wa karibu kabisa na Jacqueline. Alimtaka waonane na Zuhura alikubali kuonana naye. Walikutana sehemu tulivu wakisindikizwa na muziki laini katika sehemu hiyo. Agiza unachotaka Zuhura. Mimi tena, mhudumu njoo. Zuhura aliita kwa sauti ya kuwafanya watu wote waliokuwa kwenye hoteli hiyo yaani wamwangalie, lakini hakujali zaidi ya kuendelea kuita tu. We mhudumu. Na mhudumu alifika. Chakula kipi kitamu ambacho ni kitamu kushinda hata vyote? Vipo vingi tu dadangu. Basi niletee hicho chakula kitamu ambacho nikila nitahisi ubongo wako kumwagika. Nikila nitahisi moyo wangu unang'oka wote mimi na shemeji yangu. Sawa dada. Mhudumu aliondoka. Na Zuhura akaanza kumwambia pale Nasri kwamba nakusikiliza Nasri. Kilichonifanya nitake kuonana na wewe ni kuhusu rafiki yako Jacqueline. Unajua simuelewi kabisa siku hizi. Na ule mwanaume sijui kama ni ndugu yake kweli au la. Leo ngoja nimwage yote shemeji yangu, maana nimejaribu kukaa nayo hapa kifuani kwangu naona yananiunguza. Kabla hajaendelea kuongea, mhudumu aliweka mezani chakula na Zuhura akasema asante kwa huduma. Furahieni jamani na karibu sana. Mhudumu aliongea na kuondoka. Unasikia shemeji? Ndio Zuhura, nakusikiliza. Yaani yamenikaa hapa. Huku Jacqueline tena, ngoja kwanza nimeze chakula. Nasri hakuwa na namna zaidi ya kuyavumilia mapepe ya Zuhura. Hapa tunaweza kuendelea kuongea maana chakula hichi chumvi kwa wapi? Chumvi tamu hii. Chakula kitamu jamani. Onja kwanza jamani Nasri. Jamani Zuhura yenyewe. Anakuja anakataa. Lakini Nasri akamwambia Zuhura kwamba usijali, nipo sawa. Wewe kula tu. Aya, kama utaki shauri yako, basi ngoja niendelee. Yule dume jike yule anayetembea naye Jacqueline, aliyemtambulisha kwako kuwa ni ndugu yako, sio ndugu yake, sio nani. Nini Zuhura? Ndio ninavyokuambia mimi, niamini mimi, yule ni mwanaume mwenzako. Tena anamfaidi Jacqueline kuliko hata wewe. Bado pesa zako anatanua na Jacqueline. Yaani Jackie mimi nimeona mtu wa ajabu shemeji yangu. Sijui ndo unamtumiaga pesa? Akitumiwa tu pesa na wewe si ndo nani? Anaenda kutoa na mpigiwe bwana wake. Nasri alizidi kushangaa sana kwa sababu muda si mrefu alitoka kumtumia pesa Peter. Pesa ya mtaji kwa vile ambavyo Jacqueline alimuomba kwamba kaka yake hana kazi, anahitaji kufanya biashara. Ni mara baada kulazimishwa na Jacqueline. Kilibaki kiasi kidogo alichoahidi kumtumia baada siku chache. Kijasho chembamba kilimtoka Nasri kabla hata Zuhura hajamaliza kuongea. Msikilizaji, hapa tunapata funzo kubwa sana. Najua unaweza ukawa unafanya kazi lakini muda mwingine ukasahau hata wale watu ambao walihangaika na wewe kukusomesha,
Usikute kuna watu mjini wanafanya mambo kama haya, au baadhi, sio usikute, kuna baadhi ya watu wanafanya mambo kama haya, lakini mzazi wake kijijini kule akipiga simu tuombe hata hela sukari, mama ngoja, lakini kwa wanawake mwamba anamwaga pesa kama zote. Basi sio hivyo tu, Zuhura kaendelea kuzungumza. Anakwambia Jacqueline ana mpango wa kuolewa na huyo Peter na sio wewe. Kwanza akasema nyinyi ni dini tofauti, hawezi kama kuwa Muislamu, na kingine amevutiwa na sura ya Peter. Ndio haya tu shemeji yangu, yani huna mwanamke pale, mimi nakwambia, mimi ndo Zuhura. Nashukuru sana kwa taarifa zako Zuhura. Nasri alihesabu kiasi cha pesa na kukiweka mezani. Utalipia chakula na pia tutawasiliana na Zuhura. Yamekuwa hayo tena? Nasri aligeuka na kuondoka. Hakutaka hata kumsikiliza Zuhura. Zuhura alichukua kiasi cha pesa na kukiweka kwenye mkoba wake. Bora hata angenipenda mimi jamani, sio huyo Jacqueline. Kwanza mimi mwenyewe Muislamu, si Zuhura. Yeye Nasri jamani, mimi sina mambo mengi jamani, yani msosi tu inatosha. Mimi hata nikipika tembele na ugali yako. Alikivuta chakula na kuendelea kukifakamia kama kawaida. Nasri upande wake alifika kwenye gari na kuingia ndani ya gari. Dharau alizofanywa na Jacqueline, usaliti, vilitosha kabisa kumuonesha kuwa hatakiwi kuendelea kumnyenyekea hata kama alimpenda kwa kiasi gani. Alichukua simu yake na kumpigia Jacqueline. Simu iliita mara kadhaa pasi kupokelewa, lakini hakuchoka Nasri. Nasri aliendelea kumpigia yule dada, na baada ya muda kidogo simu ilipokelewa. Upo wapi? Wewe ndio kuniongelesha hivyo jamani? Jibu swali langu, uko wapi? Nipo chooni. Jibu la Jacqueline lilimfanya Nasri akunje ngumi kwa hasira. Haya, maliza kufanya haja zako, tuonane. Muda sio mrefu nitakuwa hapo kwako, ndani dakika chache tu. Nasri alikata simu bila kumpa muda Jacqueline wa kwanza kujitetea au kuongea zile amri zake ambazo amezoea kumwongelesha Nasri. Nasri aliendesha gari na kuelekea anapoishi Jacqueline. Ili Nasri anafika tu, aliwashuhudia Jacqueline na Peter wakitoka chumbani. Alishuka kwenye gari na kuwasogelea tena akiwa kauzu mpaka Jacqueline mwenyewe alishtuka. Wow! Brother and sister, kaka na dada. Habari za kushinda kaka? Nasri aliongea na Peter alimkata jicho hatari. Wewe ni mwanaume, pambana utafute pesa. Acha kula vya wanaume wenzako, utaliwa. Nasri, umetoa wapi maneno ya kumtusi kaka yangu? Kimya. Sitaki mambo mengi. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Halo, eti mimi na wewe basi. Nyinyi basi. Baada ya kunitia mimba ndio unaniona mimi sifai. Jackie, mimi sio mjinga. Hiyo mimba atalea huyu mwanaume wako unaomuita kaka. Halafu unalala chumba kimoja eti kakako. Nasri aligeuka na kuelekea kwenye gari yake. Wewe unaenda wapi wewe? Jacqueline aliongea na kumkimbilia Nasri, na baada ya kumfikia alimzuia na kumshika. Wapi unaenda jamani, wapi unaenda? Achia mkono wangu kabla sijakupasua mara moja. Jacqueline hakuwahi kumwona Nasri akiwa mkali kama alivyokuwa siku hii. Aliuachia mkono wa Nasri, aliingia kwenye gari na kuondoka tena akimtimulia vumbi. Peter alimkimbilia Jacqueline baada ya kumuona kikohoa kweli baada ya lile vumbi ambalo alikuwa ametimuliwa. Peter baada ya kufika pale akamwambia, uko sawa kipenzi? Niache huko. Wewe naye ulizidi kuningangania kinganga kama nini, kama kupe. Kila muda tu unataka kushinde kwangu, sikupika kwangu, hauna kwenu. Toka hapa. Usiwe na hasira. Mimi nipo, nitapambana kukuhudumia vizuri. So unajua mimi ni handsome boy. Jacqueline alimtazama Peter kuanzia juu mpaka chini. Mikono yake ilikuwa laini, mtoto wa kiume, kama vile mtoto wa Kinondoni vile. Yaani hata sura yake ilikuwa na doa hata moja. Mwanaume unang'aa vile bwana. Kwa na sura ngumu kama chilimo hapa. Unakuwa Mnyamwezi. Wewe mwanaume unatumia filter.
Ndio Peter mambo yake mtandaoni, kujipiga picha na filter, kujiposti kuwatega watoto wa mjini. Kwa alivyokuwa tu, unajua kabisa huyu mwanamke alikuwa amekanyaga kwa kuwa na Peter. Kwa sababu Peter alizoea maisha plus, maisha kuhudumiwa, maisha umario fulani hivi. Toka hapa, umeshaniharibia siku yangu. Jacqueline alielekea ndani na Peter alimfuata kwa nyuma. Msikilizaji, haya yote yalikuwa yanaendelea pale ambapo Jacqueline alikuwa na Peter. Penzi kwa Nasri limeanza kuchacha. Msikilizaji, tukirudi upande wa rafiki yake na Mwantumu ambaye ni Hawa. Siku hiyo aliamua kwenda kumtembelea kwa mara nyingine tena na kumkuta Mwantumu akilitoa godoro nje. Mwantumu hakupenda kumwona Hawa, ila hakuwa na namna. Mbaya zaidi alikuwa akimkuta wakati ambao anatoa godoro kila mara. Shoga, mtoto ndugu yenu kakojoa tena leo? Ndiyo shoga yangu, karibu tupo. Asante. Hawa alizungumza na kukaa pembeni. Salama huko ulikotoka, lakini sio salama kabisa Mwantumu. Nina shida ndio maana imenifanya nikaa hapa kwenu. Mwantumu alikaa vizuri kwa ajili ya kumsikiliza Hawa. Shida gani tena? Mwantumu, hapa unaponiona mimi, maji yamefika shingoni kabisa Mwantumu. Tena nimebakiza kidogo tu nizame mwenzako. Kuna shida gani tena jamani Hawa? Yaani Mwantumu, baba mwenye nyumba yangu kanikaba kodi hatari. Kanikalia hapa nakwambia. Yaani hataki kunielewa? Maana ni mwezi wa 3 sasa ananidai. Mwantumu aliishia kuguna, maana alijua ni wapi anapoelekea Hawa. Baada ya kuona baba mwenyewe kanikaba, mtu pekee aliyekuja kwenye akili yangu ni wewe shoga yangu. Nikope nikatangulize kidogo, nikopeshe kidogo tu nikatangulize. Yaani kiukweli Hawa, mimi nikwambia tu ukweli, mimi siko vizuri kwa sasa. Siwezi kukudanganya kwa hilo. Babangu mwenye kila siku na matatizo. Hawa aliishiwa pozi baada ya Mwantumu kukataa. Basi tuonana baadaye Mwantumu, mimi ngoja nikuache. Hawa aliondoka na moja kwa moja alielekea mpaka kwa shoga yake mwingine ambaye alikuwa anaitwa Sara. Bora hata nimekuta Sara. Imenikuta mambo huko mwenzako shoga yangu ndikotoka. Wapi tena? Nilienda kwa Mwantumu kumkopa pesa ili nilipe kodi. Ikawaje? Bana we. Kwanza nimemkuta anatoa godoro nje. Na nilipomuuliza tu, aliishia kunidanganya kuwa mtoto wa ndugu yake eti amechafua kitandani. Mbona makubwa? Ndio hivyo tena shoga yangu. Sema nilijiongeza mwenyewe tu kuwa ni yeye mwenyewe ambaye kachafua na hakuna cha mtoto wala nini. Kumbe Mwantumu ni kikojozi. Mbona inatia aibu sasa binti mrembo kama yule? Hasa tena godoro lina ramani za siku nyingi sana, nchi zote, sijui Uganda, Kenya, sijui Mozambiki, sijui wapi, Addis Ababa, sijui wapi. Yaani ukitaka hata kwenda Burundi, Rwanda huko Kigali utafika. Sijui Marekani, wewe nenda tu kaangalia godoro la Mwantumu. Mbona litakupa mwongozo mzuri? Sara aliacha kicheko. Sasa shoga yangu, kilichokuleta hapa ndio hicho tu? Cha kumwona huyo binti ambaye katoa godoro? Hapana, ila nimekuja shida fulani hivi bwana. Unajua Sara, nahitaji unikopeshe pesa. Unahitaji nikopeshe pesa? Ndiyo. Nitairudisha muda wote ule. Yaani utairudisha muda wote? Muda gani? Na wewe hao. Mbona kwa kama mluga? Nina pesa ya kikundi hapa. Labda nikupe hiyo na unataka urudishe ndani ya siku 2 tu. Sasa ole wako. Mimi tena Sara, wewe nipe tu. Yaani pesa yako itarudi kama ilivyo. Sara aliingia ndani. Baada muda aliweza kurudi na pesa na kumpatia Hawa. Wewe ndio rafiki yangu wa kweli na si yule kojozi, yani kapata kazi basi najiona yeye ndio yeye, kawa mgumu kama jiwe. Kuwasaidia wenzake yako. Mpumzishe basi Mwantumu na wewe. Amenikera. Mi basi tu. Basi baadaye Sara, bye.
Haya hawa jitahidi basi ndani siku 2 bwana urudishie pesa ya watu bwana. Unajua kikundi hiyo. Asa ole wako. Haina shida Sara. Hawa aliondoka baada ya kupewa pesa na Sara. Ni siku nyingine tena Mwantumu akiwa kazini, macho yake yalitoka kwa Lucy, yakimwangalia kwa huruma, yakimsihi Lucy asimseme chochote kwa watu. Lakini Lucy pia kwa upande wake, kama alivyosisitizwa na mume wake, aliweza kufunga domo lake na hakumueleza mtu yeyote yule pale ofisini. Na siku hiyo Mwantumu akiwa hana hili wala lile, alishangaa kutumiwa pesa na namba ngeni. Alishtuka kwa kiasi cha pesa ambacho alikuwa ametumiwa kwenye simu yake. Nani huyo amenitumia pesa? Au kuna mtu amekosea kutuma? Aliongea mwenyewe na kusubiri kuona kama atapigiwa simu, lakini hakuna aliyempigia simu. Mwantumu aliona kabisa huenda bahati imeangukia kwake. Haraka aliweza kuzihamisha zile pesa alizotumiwa na kutulia kimya. Kuna wazo lilimjia la kuitoa ile laini kabisa itupe, ila alijipinga mwenyewe. Masaa 3 mengine alipita na ndipo alipopigiwa simu. Macho alimtoka Mwantumu, maana namba haikuwa ni ngeni. Alipokea. Umeona mambo yangu mrembo? Mimi sina mambo mengi. Mambo yapi? Pesa niliyokutumia. Kwanza Mwantumu alipumua kidogo. Yaani mtu anamtumia pesa pasi hata kumuomba, na hana mazoea naye kidogo. Hazi maajabu. Ndiyo nimeona. Asante. Ila kwa nini umenitumia bila kukuomba? Nimekutumia kama zawadi. Tangu nipe namba yako, nimekuwa ni chizi kwako. Wewe ni mrembo sana. Alishusha yule mwanamume maneno mengi sana kwa Mwantumu na kumshawishi vya kutosha humo kwamba yeye ni mrembo, anamhitaji, limao lake limemdondokea. Maneno yake limfanya Mwantumu mwenyewe aamini kuwa kama pesa kweli anazo. Pesa sabuni ya roho bwana. Mwantumu yeye nani azingie kwenye mtego wa mwanaume mwenye pesa? Hata kama ni wewe. Tekla. Hata kama ni wewe. Fati. Mamangu Zena. Mamangu wewe umepitia mengi ba unajua. Lakini tuseme tu kwa mfano kama ni binti wa karne hii ambaye anapenda kwenda saluni, anapenda ku luxury life, mwanaume mwenye pesa, watu wanapita naye babu. Pesa zilianza kumbadilisha Mwantumu. Matamanio yaliongezeka kwa Mwantumu ya kuhitaji vitu vya harama. Na Khalidi huyu alikuwa tayari kumhudumia kwa harama yote ile. Alimpa kwa wakati kila alichokuwa akitaka Mwantumu. Ilifika kipindi mpaka kazi Mwantumu alipuuza kabisa kutokana na mambo ambayo yaliokuwa kiendelea kazini kwake. Maneno ya Angel ya kumuita mchawi, mara sijui mjinga mshamba, iliweza kumchosha sana Mwantumu. Siku hiyo alienda kazini kwa kujivuta sana, ile kujivuta asitaki nataka. Na alikutana na Angel. Mwantumu alimtazama Angel na kushindwa kuelewa kwa nini anacheka kiasi kile. Alipotaka kumpita Angel, alimzuia na kuendelea kumcheka kwa sauti ya juu sana. Uvumilivu wa kukaa kimya ukamshinda Mwantumu. Hebu nipishe huko na ukicha wako. Kikojozi. Mwantumu alishtuka. Aliwaza Angel kajuaje kama yeye ana ule ugonjwa. Ila aliamua kujikaza mbele ya Angel kama mti wa mchongoma na kumuuliza, nani ana tabia kama hiyo? Mwantumu, jike jojo, stori zako nimezipata zote. Haya nenda ukalale huko ofisini ujojoe. Mwantumu alijua mambo tayari yameshavurugika. Aliamini kwamba ni Lucy ndiye aliyeamua kumgeuka na kusambaza taarifa zile ambazo alimwambia sana. Yani licha kumuomba amtunzie siri, lakini ni nani ambaye amesambaza taarifa kama zile pale ofisini kama si Lucy ambaye alimpigia hadi simu na kumuomba kabisa, bwana ni sitiri ndugu yangu. Lakini haikuwa hivyo. Msikilizaji, mimi nakupa mtihani mmoja tu na wewe. Kama unataka kuendelea na sehemu ya pili, comment hapo chini tunaomba part 2. Yani andika tu ile neno kwamba tunaomba part 2 au naomba part 2 Chilimo. Comment zile nyingi zikiwa comment zaidi ya 100 nitaachia sehemu ya pili mara moja iwezekanavyo. Lakini kama comment zitakuwa ni chache, mimi siachii sehemu ya pili ili tujue hatma ya huyo binti Mwantumu ni ipi. Lakini vipi huyu kijana ambaye ni Khalifa ambaye amejitokeza na kumhudumia
kwa udi na uvumba, kwa pesa yoyote, kwa harama yoyote. Lakini vipi maisha ya mama yake na baba yake? Nazungumzia mama Mwantumu pamoja na baba Mwantumu. Lakini vipi Lucas na ile tabia ya kulahai wasichana kwa kutumia uongo na kweli, hata kwa gari ya kwa wazima ili tukuteka wasichana? Vipi tabia yake hiyo? Mwisho wa yote haya ni yapi? Tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi hii, ambayo ndio itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii fupi ambayo inaitwa Mke Kikojozi. Na mlengo wetu hapa tumemjua kabisa, ambaye ni Mwantumu. Ila la kukumbusha tena, nimekupa mtihani hapo. Comment neno naomba sehemu ya pili, nataka part 2. Comment zikiwa nyingi basi fresh, tutaendelea kuishi nazo. Yaani kama mmetazama watu buku mbili hapa 1500, alafu nikose comment hata 100, we hiyo ni maajabu. Comment neno part 2, mimi nitaiachia sehemu ya pili. Huo ndo mtihani mdogo ambao tumepeana leo. Endelea kurahani simulizi kutoka Chilimo Simulizi, lakini pia unaweza kanicheki kupitia alama ya kujumlisha 255657203146. Kule Japani wanasema konnichiwa.